Zamrati ni binti wenye makamu wa miaka 25. Ni binti aliyepata mafanikio makubwa tofauti na umri wake. Mafanikio yote aliyopata baada ya kuendeleza vizuri biashara aliyoachiwa na wazazi wake ambao walifariki kupata ajali ya gari. Zamrati alisimamia vizuri biashara aliyoachiwa na wazazi wake na alikuwa ni mtu mwenye misimamo mno tofauti na umri wake. Alipokuwa kazini hakutaka masihara hata kidogo. Pindi hasa anapowasimamia vijana wake wa pale garage. Walikuwa ni vijana watatu na wote walimjali na kumsikiliza. Zamrati hakuwa anacheka na yeyote muda wote, alikuwa ni mtu mwenye hasira mno. Nyumba aliyoachiwa na wazazi wake ndio alikuwa anakaa, na alikuwa na mdogo wake mmoja wa kike ambaye alikuwa anaitwa Samila. Na alikuwa anasoma shule ya kulipia, yani ya kulala huko. Hizi zinaitwa shule za bweni. Na akirudi nyumbani huwa anarudi kipindi cha likizo tu. Zamrati alikuwa anakaa na msichana wa kazi hapo nyumbani kwake ambaye kwa jina alikuwa anaitwa Janet. Zamrati aliamka asubuhi na kufanya mahesabu ya biashara yake, na alipomaliza alikunywa chai na mida ya saa 6 alielekea garage. Alipofika tu garage, wafanyakazi wote ambao walikuwa wamekaa waliinuka na kuwa busy na kazi, kwani Zamrati hakutaka mzaha hata kidogo katika ofisi yake. Na swala yeye kumfukuza mtu kwake ilikuwa ni kitu kidogo sana, kwani alishafanya hivyo mara kadhaa. Alisimamia kwa umakini mkubwa sana na kuhakikishia kwamba hakuna mteja anayepata kero katika garage yake. Alifika na kukaa katika kiti cha plastiki kilicho nje ya garage, na muda wote alikuwa busy kuangalia vijana wake. Pip pip pip. Pip. Ilikuwa ni honi ya gari ambayo ilikuwa ikipiga kwa mfululizo, na Zamrati aliisikia. Alikuwa ni mkaka handsome sana ambaye alikuwa amevalia vizuri mno. Alipiga hatua na alipofika alisalimiana na wale vijana na kumsogelea Zamrati ambaye alikuwa akimwangalia huyu mkaka kwa dharau sana, ni toka alivyokuwa anashuka kwenye gari. Mama, ina maana hujaniona au? Aliuliza yule mkaka huku akiwa akasimama mbele ya Zamrati. Huyu mkaka alikuwa amevaa suti ya gharama mno. Vijana wa gereji waliangaliana usoni. So, kama nilikuona au kama nikikuona, unatakaje yani? Niinuke na kubeba mgongoni au? Hivi ni lini utaacha hizi dharau zako na kuniheshimu mimi kama mpenzi wako? Hivi hata hao vijana wako unataka wanionaje mimi au unajenga picha gani? We baba, kwanza buishia hapo. Mahusiano yetu sisi unaoingizaje hawa wafanyakazi wangu? Na hapa sijakuita, ni wewe tu mwenyewe na shobo zako ndio umekuja hapa. Haya, unaweza kuenda, maana naona kabla unanipigia tu makelele. Yule kaka alinyamaza kwa muda huwa akimwangalia. Alikuwa anamwangalia Zamrati usoni ambaye alikuwa mpole na mwenye sura ya kuvutia mno, na alivalia abaya. Kwa nini unapokea simu zangu? Pia hata message zangu hutaki uzijibu. Je, nimekukosea nini mimi mtoto wa mwanamke mwenzio? Jamani Rashid. Una nini wewe mwanaume? Unakuja katika ofisi yangu unaanza kunipigia makelele tu. Hapa hamna cha maana ambacho tunaongea. Yaani unaongea poyoyo tu. Hebu niache. Kwa nini sasa? Zamrati, achana na yote ambayo unaongea. Kwa nini hujibu message zangu? Nijibu. Kwa sababu sijisikii tu, na sio lazima mimi kujibu message zako. Yaani hazina hata umuhimu wote kwangu. Na kama hivyo vigezo sifai kuwa mtu wako, unaweza kutafuta mtu mwingine tafadhali. Usinichoshe. Wizam. Haya ndio majibu ya kumjibu mpenzi wako kweli? Tena unaweza ukaenda. Yule mkaka akakaa kimya kwa muda na kupiga hatua kwenda kwenye gari lake. Tena ukitoka hapa, sitaka uendelee kunisumbua. Futa kabisa namba yangu. Watu tunawaza pesa hapa, unakuja na habari zako za mapenzi kweli? Alisema Zamrati, na vijana wake wa pale gereji walimwangalia usoni na kumwangalia Rashid. Yaani hadi amenitoa kwenye mood ya kuendelea kukaa hapa. Ngoja niondoke zangu, alisema Zam. Hey guys, mimi naondoka zangu. Sitarudi leo tena. Juma, kama kawaida utafunga garage na funguo utabaki nayo wewe, maana wewe ndio unakaa karibu na hapa. Sawa madam. Zamrati alianza kuondoka zake. Alipofika tu kwake alishangaa kumuona mdogo wake Samila amerudi nyumbani. Alimkuta sebuleni akiwa anaangalia TV. Wewe Samila, kulikoni uko hapa wakati huu ni wakati ambao utakiwa shuleni? Zamrati aliuliza kwa mshangao na kuketi kwenye sofa huku akimwangalia mdogo wake Samila kwa umakini kidogo.
Samira alianza kububujika na machozi. Dada, ona dada, naumia. Unaumia nini? Eti, unaumia nini Samira? Mbona sikuelewi? Kimekuta nini uko shuleni? Dada, mapenzi yameniumiza. Mapenzi yananiumiza dada. Nikiwa shule nimepata habari kuwa mpenzi wangu John kesho anaoa. Na wakati tulipanga nikimaliza shule anioe mimi. Mimi kanisaliti dada. John kanisaliti. Aliongea huku akiwa analia sana Samira. Hivi hicho ninachosikia kinatoka mdomoni kwako Samira au masikio yangu hayasikii vizuri? Ndio hivyo dada, yani John kanisaliti. Yani wewe mpuuzi na kulipia ada shuleni ukasome, kumbe mwenzangu unawaza upumbavu, si ndio? Ina maana mjinga ni mimi ambaye natupa gharama zangu, si ndio? Hapana dada, sina maana hiyo. Tatizo ni kwamba naumia sana. Na kinachoniumiza zaidi, hadi kanisani nilikuwa naenda ili tu yeye anioe. Wow. Yani leo ndio umeamua kunieleza wewe ujinga wako wote. Kwanza hizo taarifa amekupa nani? Na ukizingatia wewe ulikuwa uko chuo. Tafadhali dada, kwanza naomba usipanic. Mimi taarifa alinipa rafiki yangu Ash baada ya kumtafuta kwenye simu shuleni. Sikia nikwambie Samira, huo upumbavu wako sihitaji kusikia kabisa katika masikio yangu. Uko shuleni umeagaje? Nimeaga kuwa naumwa dada. Haya, jiandae, ushapona, kesho shuleni. Dada Zam jamani. Basi niache hata wiki niuguze kidonda changu jamani. Kidonda? Kidonda gani hicho ambacho unakizungumzia? Haya, nionyeshe upesi nikione, labda nitafikiria. Umeumia wapi? Dada Zam, kidonda cha mapenzi na huwa kipo ndani ya moyo. Hakionekani dada. Aha. Kumbe. Basi kesho shule utaenda na sitaki uendelee kunielezea huo upuzi wako. Kila siku nakwambia Samira, usichanganye mapenzi na masomo, utafeli. Wewe sijui mwakani kama utaleta majibu mazuri kabisa kwenye kidato chako cha 4. Tuchukulie mfano mzuri tu. Mimi kama ningekuwa naendekeza mapenzi kama wewe, tungefikia hapa tulipo. Na kusomesha nafanya kila kitu kupitia garage. Wewe mwenzangu ndio kwanza unawaza mapenzi. Wasikilizaji, kurekebisha tu ni kwamba Samira yuko kidato cha 4 na sio chuo kama tulivyosikia mwanzoni. Zamrati aliongea kwa hasira mno na kuelekea chumbani kwake. Alitoa simu yake katika mkoba, alikuta message kibao za Rashid. Zam, umenizalisha sana mbele ya vijana wako wa garage. Mbali na hivyo, yani nimeonekana kama mume bwege kabisa. Yani haya yote ni kwa sababu nakupenda Zamrati. Huo ni ujumbe uliotoka kwa Rashid huku ukiambatanishwa na vipicha vya machozi. Zamrati alimaliza kusoma ule ujumbe na kuibwaga kitandani ile simu yake na kuanza kubadilisha nguo na kuvaa taulo ili akaoge. Mapenzi. Yani mapenzi. Mapenzi tu. Kila sehemu ni mapenzi. Ukienda huku mapenzi. Mbona mimi sina huo moyo kabisa mwenzenu? Yani mimi ninachowaza hapa ni pesa tu, lakini watu wanawaza kupenda. Kule garage sasa. Yani huyu madamu wako anazingua sana. Juma, ujue kamtia aibu sana yule jamaa. Mshikaji katia. Yani mshikaji mpaka anamwonea huruma. Kaonekana si lolote, yani si chochote. Ni kweli Dan. Yani hata mimi mwenyewe nimemlumia yule mshikaji. I say, yani hapana. Yani namfukuzia msichana afu dem mwenyewe yani hata ingi ndani. Sasa sisi wachezea oil chafu tutajibuaje? Ndio tutulie hapa kama maji ya mtungini. Alisema Ali. Hapo gereji walikuwa wapo vijana watatu, yani Ali, Dan na Juma. Dan akasema, yani sisi hapa ni kutafuta hela tu basi. Hayo mengine tutaishia kula kwa macho. Ali akasema, yani siku utakayomwambia nakupenda tu ndio siku hiyo umejiandikia barua ya kuacha kazi. Wote walicheka kwa sauti. Hatimaye jioni ilifika na ilikuwa ni mida ya saa 1 usiku. Ali pamoja na Dan walikuwa wameshaondoka. Juma alibaki kwa ajili ya kufunga ofisi. Akiwa anamalizia kufunga frame, alishtushwa na sauti nzito ya kiume yenye mikwaruzo. Ishara ya mtu ambaye alikuwa amechoka sana. Juma aligeuka upesi na kumtizama, ndipo alipomwona mkaka mkubwa wa makamu. Habari za mida? Salama, sijui wewe. Yule mkaka hakujibu kitu na aliachia tabasamu hafifu. Nikusaidie nini kaka? Aliuliza Juma huku akimkagua kwa umakini kuanzia juu hadi chini. Alivalia shati lililopauka huko kwenye suruali alikuwa amefungia kamba ya mkonge. Mguuni alivaa kanda mbili zilizochakaa huku mguu ukiwa umejaa vumbi na mkononi alibeba mfuko mdogo wa rambo ambao ulikuwa ni mweusi mno.
huku kichwani nywele zikawa zimefunguka fungika tu na ndevu zilikuwa zimejaa mno. Hii mfuko bado ipo jamani. Siliisho jamani na ilipigwa marufuku. Juma alisema kwa mshangao zaidi huku akimwangalia yule mkaka akiwa na kiu ya kujua nini anataka. Samahani, kwa majina yangu naitwa Hamadi. Ni mgeni katika jiji la Dar es Salaam. Inaonekana tu maana mwenzangu na mapigo ya bush kama bushman kabisa. Alisema Juma na yule mkaka kachia tabasamu hafifu. Nikusaidia nini bushman? Mimi shida yangu unistiri pa kulala, hata kwa leo tu nilala hapa nje ya ofisi yenu. Wewe sio mwizi kweli au mpelelezi? Maana hamchelewi hapa mjini. Yaani tukijifanya tu malkia kumbe nyewe mna mipango yenu. Hapana ndugu yangu, nina shida kweli, naomba unisaidie pa kulala kwa leo tu na kesho asubuhi nitaondoka. Okay, nikiwa kama bosi wa hapa utalala hapa, ila kesho asubuhi naomba uwahi kuondoka. Maana sio hadi nakuja kufungua hapa na kukuta. Sawa, asante, nashukuru sana kaka. Sawa, mimi naenda. Pia ulilinde hapa basi usiku, usiibiwe sawa? Sawa. Juma aliendelea kuongea na huyo mkaka na alimwacha pale. Na yule kaka alilala pale hadi asubuhi. Zamrati aliamka asubuhi na mapema kwa ajili ya kwenda kumpandisha gari ya mkoani mdogo wake Samila ili awahi shuleni. Alikuwa anasoma Arusha, huku akimpa onyo ya kutokurudi hadi likizo. Zamrati alihakisha amempandisha mdogo wake kwenye basi na alihakisha basi linaondoka. Alichukua simu yake na kuangalia, ilikuwa ni mida ya 1:30 hivi asubuhi. Aliwaza arudi nyumbani, akaona sio kweli. Ni heri aunge moja kwa moja kwenda kwenye garage. Zamrati alifika hapo garage kwake na alishangaa kuona Juma hajafika wala mfanyakazi wote yule hajafika. Alishangaa na alipata mshangao zaidi alipoona mtu amelala mbele ya garage yake pale kibarazani. Zamrati akiwa kavalia gauni lake refu la kitenge na mtandio ambao uliomechisha na gauni lake, huku akiwa kavalia viatu vya juu au tuvite skonkinko. Alibeba pochi yake katika bega, huku mkononi akiwa kashika simu yake kubwa ya touch. Alishika gauni yake kwa mkono miwili huku akinyanyua na kunyata alipolala yule mtu. Alifika na kuchungulia kidogo huku akiwa na hofu mno. Wewe ni nani na kwa nini umelala hapa? Zamrati aliuliza kwa mshangao mno huku akiwa na wasiwasi. Yule mkaka alishtuka mno na kusimama upesi. Samahani dada yangu. Wewe ni nani? Na kwa nini umelala hapa? Kwa nini umelala kwenye garage yangu? Ni nani aliyekuruhusu lale hapa? Mwenyeji. Yule kaka alipata na kigumizi baada ya kusikia kwa Zamrati nasema kwamba yeye ndio mwenye hiyo garage. Na alikumbuka maneno ya Juma kuwa yeye ndio mwenye garage. Aligundua kuwa Juma alimdanganya, haikuwa garage yake bali ni garage ya huyu binti. Muda huo Juma na wenzao waliingia ofisini na walishangaa mno kumkuta bosi wao Zamrati alikuwa ameshafika. Hasa Juma ndo alihisi kuchanganyikiwa kabisa. Bwana, huyu mwanamke sio bure, yeye atakuwa ni mchawi. Kila siku anachelewa. Inakuwaje leo? Yaani yeye ndo awe wa kwanza kabisa. Mungu, ninusuru mie. Alisema Juma kwa mshangao mno. Jamani. Yule mwanaume ni nani? Dani aliuliza kwa mshangao na wote walisogea pale. Habari za asubuhi madam. Wote walimsalimia lakini Zamrati hakujibu kitu. Na kuuliza wewe ni nani? Na aliyekuruhusu ulale hapa nje ya garage yangu ni nani? Au uko ulikozunguka kote hukuona pa kulala zaidi ya hapa? Zamrati aliongea kwa hasira mno na hakutaka ujinga hata kidogo. Yaani nakuuliza unanitumbulia hiyo mijicho yako, si ndio? Kwanza kabisa nijitambulishe. Samahani sana. Samahani kwa kulala mbele ya ofisi yako. Tena bila ridhaa yako wewe mwenyewe. Pia sijalala hapa kwa bahati mbaya. Kuna mtu nilimkuta ile jana nikamwomba nilale hapa. Na huku akidai kuwa yeye ni bosi wa ofisi. Ni nani? Ni nani aliyefanya huo ujinga? Juma aliposikia hivyo alihisi kuchanganyikiwa na akawa anamkunyiza asimtaje, huku akiogopa kibarua chake kitaota nyasi. Naomba unitajie upesi, la sivyo na wafukuza kazi wote leo. Na sio leo tu, muda huu kila mtu aende kwao na sitahitaji tena kuwaona. Yaani mnaweka biashara yangu hatarini. Dani akasema, jamani boss, mimi sijui chochote. Jana nilivyoondoka nilimwacha hapa Ali pamoja na Juma.
Ali akasema, mimi pia nilivyoondoka nilimwacha Juma, sijui chochote bosi, utakuwa unanionea tu. Walijitetea huku wakiwa na hofu mno, wakihofia kufukuzwa kazi, kwani walijua kwa bosi wao akawii. Jamani, sihitaji makelele. Sawa? Mimi nitamuuliza huyo hapa kaka, yeye ndo atakayenijibu. Narudia tena, ni nani aliyefanya huo upuuzi na kusema yeye ndo bosi na akakuruhusu wewe ulale hapa? Yule kaka alimwonyeshia Juma. Makubwa. Ini Juma wakufanya hivi? Kwa kweli mimi kwa kweli sikutegemea. Yaani kabisa, nadhani wewe ndio una adabu. Hapana. Hapana bosi wangu, usifanye hivyo tafadhali, naomba unisamee. Zamrati alipiga hatua na kusogelea kwenye mti uliopo mbele ya garage. Ali, naomba ufungue ofisi alafu uniletee kiti changu. Sinaona watu washaanza kuja hapa. Sawa madam. Ali alikimbia upesi na kumletea kiti na Zamrati alikaa kwenye kiti. Alikaa kwenye kiti chake anachokuaga anakaa kila siku na kukunja nne na kutoa simu yake na kuanza kuchezea. Huku Juma akiwa kakaa chini analia mno, hata kutembea hawezi. Alikuwa anajilaumu sana na wenzake walimuonea huruma ila hakuwa na la kufanya. Nitafanya nini mimi jamani mwenzenu? Hii kazi ndio moyo inanisaidia. Nina mke na ndugu zangu wawili na wasomesha. Wanitegemea mimi, nimeumbuka mimi mwenzenu. Hiki kilikuwa ni kilio cha Juma. Juma alikuwa analia kama mtoto na kuongea hayo maneno kwa uchungu. Hadi wateja walileta magari yao watengenezewe. Walishangaa na kumwangalia kwa huruma mno. Yule kaka mgeni ambaye aliitwa Hamadi alimwangalia kwa huruma mno Juma na alimhurumia pia na aliona yote haya ni makosa yake. Alikota mfuko wake aliokuja nao na kumfuata Juma. Nisamee mimi kakaangu. Hamadi alisema kwa upole na unyenyekevu mno. Toka hapa, samahani yako inanisaidia nini mimi? Maneno hayo yalipenya moja kwa moja kwenye moyo wa Hamadi na kujiona mwenye hatia mno. Aliinuka mzima na kumwangalia Zamrati alipokaa na alipiga moyo konde na kumfuata. Ali na Dani walishangaa sana na kuangaliana usoni. Anajiamini nini huyu Hamadi? Hamadi kamfuata bosi wao kivuruge. Juma aliacha kulia pale chini na kumshangaa Hamadi ambaye anaenda kumwambia nini Madam Zamrati au kivuruge. Na kukaa kwenye kikao kilicho pembeni ya Madam Zamrati. Samahani bosi. Nikusaidie nini? Hamadi aliuliza kwa unyenyekevu lakini Zamrati alimjibu kwa mkato mno. Kwanza nitangulize samahani zangu. Naomba nisamee mimi bosi. Mimi naamini bila mimi Juma asingefukuzwa kazi. Na haya yote ni kwa ajili yangu. Kwa hiyo wewe ndio shujaa wao, si ndio? Hapana bosi. Sina maana hiyo ila najihisi mwenye hatia sana. Ukizingatia amelia kwa uchungu kukidai kwamba ana familia inayomtegemea. Na wadogo zake wawili anawasomesha. Na mke pia. Tafadhali, naomba mrudishe kazini. Naomba msamee. Naomba uondoke mbele yangu. Sitaki kelele. Tafadhali naomba msamee na kuomba dada yangu. Tafadhali sana. Hamadi aliongea huku machozi yakaanza kumtoka na alipiga magoti na kuanza kulia kwa uchungu. Ni mimi. Kwa ajili yangu watu wanateseka. Hamadi aliendelea kuongea huku akilia kwa uchungu. Akiwa kapiga magoti. Akiomba msamaha kwa Zamrati ili Juma aweze kusamehewa. Zamrati alikaa kimya kwa muda kama amsikia Hamadi vile. Na Hamadi hakuacha kulia. Ni kweli unataka nimsamehe Juma? Ndiyo bosi. Hamadi hakuamini kama hilo swali linaulizwa na alitikia kwa pupa mno. Sawa, kamwite huyo Juma. Hamadi aliinuka upesi na kwenda kumfuata Juma pale alipokuwa amekaa. Walifika na kusimama mbele ya Zamrati. Juma, naam madam. Nenda upasi ukaendelea na kazi. Madam. Nikaendelea na kazi? Juma alipatwa na kigugumizi kwa akiwa amini masikio yake. Ndiyo, kaendelea na kazi au unataka nigaili? Hapana madam, asante sana. Alisema Juma na kutoka nduki huku akiwa haamini masikio yake. Kwani Zamrati hakuwahi katika historia kusamehe mtu. Wenzao walishangaa na kufurahi mno. Hamadi alishindwa kuzuia tabasamu lake. Akasema, asante sana bosi. Zamrati hakujibu kitu, aliishia kumwangalia tu Hamadi na aliendelea kwa business yake. Baada ya kimya cha muda,
Hamadi alisema. Samahani madam, alisema Hamadi kwa upole na unyenyekevu mno, huku akiwa amekaa kwenye gogo na kusikiliza. Kama utojali, naomba niwe kijana wako hapa garage. Ikiwezekana hata kukulindia garage yako na kufanyia usafi. Sina pa kwenda dadangu, sielewi nikitoka hapa naelekea wapi. Katika mji huu wa Dar es Salaam mimi ni mgeni. Nakuomba sana madam, alisema Hamadi kwa upole na alikaa kimya. Zamradi aliacha kuchezea simu yake na kumwangalia vizuri Hamadi. Hivi wewe una akili timamu kweli au ni chizi? Unavyoona mumwombea msamaha Juma. Ndio unaona nimemsamehe kweli, basi ndio kaona ngoja uchukulie na hili uone kama naweza nikakubali, si ndio? Nina uhakika hunijui vizuri wewe. Yaani hunijui kaka. Naomba ukae huko. Hebu niache mimi. Usinitafute mimi. Ni mapema sana ujue. Hamadi hakuwa na la kusema, alibaki tu amesimama pale. Muda huo alikuja Dan. Samahani madam, kuna mtu ana shida na wewe. Anakuhitaji mara moja. Zamrati alienda kumsikiliza, alikuwa ni mkaka ambaye alikuja na pikipiki yake. Samahani madam, naomba msaada katika gari yako. Yaani wanitengenezee pikipiki yangu ambayo imeharibika. Na wamesema hawatengenezi pikipiki, wanatengeneza magari tu. Anyway kaka, sijui hata nikujibu nini hapa. Kumbe wamesha kwambia kuwa hawatengenezi pikipiki. Ila ni kinganga tu. Jamani, wenzetu ni Kiswahili au Kiswahili ni kilugha? Au Kiswahili pia sio lugha yako? Sasa basi, kabla sijapandisha haya mashitani yangu ya kichwani, naomba uwe umeshaondoka upesi kutafuta garage inayohusika na pikipiki na sio hapa. Nitamsaidia, alisema Hamadi, na wote walimwangalia na Hamadi alisogea moja kwa moja hadi aliposimama yule mkaka. Kimeharibika nini? Kakaangu nahisi shida ipo ndani ya engine kwenye mkono, maana nimetengenezewa mara kibao hii pikipiki lakini bado inanisumbua sana. Hamadi aliinama na kuanza kutengeneza pikipiki na alifungua engine na kufungua mkono, na baada ya kama nusu saa hivi alikuwa ameshamaliza kuitengeneza ile pikipiki. Asante sana kakaangu kwa kunitengenezea pikipiki yangu. Nikupe shilingi ngapi? Hamadi alimwangalia Zamrati usoni. Bosi ni huyu hapa, unaweza kuongea naye, alisema Hamadi, na Zamrati aliona aibu na kuinama chini. Baada ya muda kidogo walimazana yule mkaka aliondoka na pikipiki yake. Hamadi alichukua mfuko wake na kuanza kuondoka zake mdogo mdogo. Subiri, alisema Madam Zamrati, na Hamadi aliacha kupiga hatua, alisimama. Baada ya muda Zamrati na Hamadi walikuwa wote chini ya mti. Unaitwa nani? Naitwa Hamadi, natokea mkoa wa Songea. Mimi ni mgoni. Oho, sawa. Na hapa da umekuja kufanya nini au una ndugu? Hapana madam, mimi sina ndugu, na hapa da nimekuja kutafuta maisha. Okay, kuanzia sasa utafanya kazi hapa katika garage yangu. Sawa madam, asante sana. Alishukuru Hamadi. Baada ya muda Zamrati aliita wafanyakazi wake na kumtambulisha Hamadi kama mfanyakazi mpya kwenye garage yake. Kuanzia leo utafanya kazi hapa. Dan, Ali na Juma, kuanzia leo Hamadi atakuwa ni mwenzenu na mtashirikiana naye kwenye kazi, mkizingatia hatuna mtu anayejua kutengeneza pikipiki hapa. Kwa hiyo tutakuwa naye na tutakuwa tunatengeneza vyote, pikipiki na magari. Sawa madam, wote waliitikia. Masiku kadhaa yalipita na Hamadi akanala hapo ndani ya garage, na asubuhi aliamka mapema na kufanya usafi na akaanza kupata hela, na yeye akaanza kununua nguo zingine na akawa anaenda kunyoa nywele zake. Na kumbe alikuwa ni mkaka mzuri sana, alikuwa ni handsome asiyetu na matunzo. Zamrati anaanza kuvutiwa na Hamadi, kwani Hamadi yupo chap na yupo makini katika kazi yake na kutoka mzaa kabisa. Zamrati alikuwa anapenda mtu makini kwenye kazi yake, na wateja walianza kuongezeka na pesa ziliingia nyingi mno. Siku hiyo Zamrati akiwa kazini, alikuja mpenzi wake Rashid na gari lake. Alifika na kushuka ndani ya gari lake na kusalimia. Alimfuata Zamrati moja kwa moja na kuongea naye. Naomba tutoke mamangu leo. Nimetenga bajeti yangu kabisa kwa ajili yako ili tutoke. Tafadhali mama, naomba ukubali, usikatae. Ngoja nitafakari kwanza, ukizingatia umekuja muda wa kazi Rashid, na kama unavyonijua huwa sipendi kabisa mzaa kwenye kazi yangu. Nakuomba mamangu jamani. Zamrati alikaa kimya kwa muda kidogo na aliinuka na kuchukua pochi yake.
Okay, tunaweza kwenda. Ngoja niwaage vijana wangu. Rashid aliachia tabasamu pana, alifurahi mno kusikia hivyo. Hey guys, mimi natoka. Tutaonana kesho. Sawa madam. Zamrati aliingia kwenye gari ya mpenzi wake Rashid na waliondoka zao. Dani akasema, "Aise, ila nyie huyu jamaa ana moyo sana. Yaani kwa jinsi anavyojibiwa. Hapana. Na vile alivyojibiwa ile siku, ingekuwa mimi, yaani nisingerudi tena kwa kweli." Ali akadakia, "Ila kweli huyu jamaa ana moyo kweli. Yaani ila mapenzi nyie, shikamoo." Waliongea huku akiendelea kufanya zao kazi. Hamadi akasema, "Kwani yule mkaka ni nani aliyekuja kumchukua madam?" Dani akamjibu, ndugu yangu, kusoma hujui na picha nao huoni?" Ali akajibu, "Yule ni Bwashe bwana, yule ni Bwashe wa madam, yani mchumba wake. Ndugu yangu yani, yule jamaa anaitwa Rashid, ndo anaimega pale kwa madamu wetu." Hamadi akasema, okay." Hatimaye muda ulienda na jioni ilifika. Kila mtu aliondoka na alibaki Hamadi peke yake. Aliona ni heri akatembea barabarani na magengeni na alikula kabisa, na mida ya usiku alirudi kwa ajili ya kuja kulala. Alipojilaza chini kwenye mkeka, alijikuta mawazo yake yote yakimwaza madamu wao Zamrati. Maneno ya Juma kwa yule Bwashe alikuwa ni mpenzi wa madam yalikuwa namjia kichwani. Ni nini hiki? Ina maana nishaanza kumpenda madam Zamrati? Hapana bana. Haiwezi kuwa hivyo. Alijiwazia Hamadi bila kupata jibu, huku akihofia kumpenda kweli Zamrati. Upande wa Zamrati na Rashid. Asante sana mpenzi wangu Zamrati kwa kunikubalia kutoka nawe jioni hii ya leo, alisema Rashid huku akiendelea kupata chakula katika hoteli moja kubwa katika jiji la Dar es Salaam. Zamrati hakusema neno, aliishia kutabasamu tu huku akiwa anaendelea kula. Hatimaye ni siku nyingine tena ndani ya garage, na kama kawaida Hamadi aliwahi kuamka na kufanya usafi ndani ya garage. Yeye alifanya nje na ndani, na alioga na kuvaa vizuri na kuanza viporo vya kazi. Muda huo wenzao waliingia, yani Dani, Ali na Juma. Walisalimiana na kuanza kazi. Upande wa Hamadi hakuwa na raha. Muda wote alikuwa akimwaza madam Zamrati, na alikuwa anaangalia njia alikuwa anatokea kama atamuona, lakini wapi. Hakumuona hadi alipojikuta anapatwa na wivu kisirisiri. Juma akasema, "Hamadi, kwani leo vipi mwenzetu? Una furaha kabisa. Kwani unaumwa au?" "Hapana Juma, mimi siumwi," alijibu Hamadi, na muda huo Zamrati aliingia kazini huku akiwa amependeza mno na kunukia kama kawaida yake. Alivalia gauni lake refu zuri na viatu na mkoba ambao ulimechisha na mtandio. "Habari za asubuhi jamani." "Salama madam." Walitikia kwa pamoja, na Zamrati kama kawaida yake alikaa kwenye kiti na kutoa simu yake na kuanza kubonyeza. Hamadi alihisi kupata nafuu alipomwona Zamrati. Masiku kadhaa ilipita, na siku hiyo akiwa pale garage, mtu aliiba hela za Hamadi bila mtu yote kumuona. Pesa za biashara hazikuibiwa kwa sababu waliweka kwenye drawer na kufunga na kufuli. Hivyo mwizi alishinda kuchukua. Ila hela za Hamadi alifanikiwa kuchukua, na Hamadi alijisikia vibaya mno. Hiyo siku, kwani pesa zake zilikuwa nyingi na alipanga kununua hata godoro. Madam Zamrati alimuita na kukaa naye pale chini anapokaaga, na Hamadi alikaa kwenye kigogo kilichopo pembeni yake. "Pole sana Hamadi kwa changamoto ambayo imekukuta. Ndio maisha." "Asante Madam Zamrati." Hata hivyo, wewe hapakufai tena hapa. Itabidi nikupatie pesa ukapange chumba. Pia ukanunue godoro. Kuanzia kesho usio unalala hapa. Katafuta chumba cha 30,000. Nitakupa kodi miezi 3. Na pesa ya kununulia godoro pia nitakupa. Ila siku zinazofuata utalipia mwenyewe kodi, sawa? "Sawa madam, asante mno." Hamadi aliongea huku machozi yakimlenga-lenga na kutaka kupiga magoti, lakini Zamrati alimkataza asifanye hivyo, na Hamadi alijikuta akizidi kumpenda mno Zamrati. Hamadi hatimaye alipata chumba mitaa mbali kidogo na garage, na alikuta kuna wapangaji wawili na yeye akawa watatu, na wote walikuwa ni wasela isipokuwa mmoja tu. Huyu mmoja alikuwa ni msela wa kike ambaye alikuwa anaitwa Priska. Alikuwa anafundisha shule ya private iliyopo mjini, yani shule ya kulipia. Na siku ya kwanza kumwona Hamadi alijikuta anavutiwa naye sana. Hatimaye siku kadhaa zilipita na garage iliendelea vizuri.
huku wateja wakiendelea kumiminika wa magari na pikipiki. Siku hiyo baadhi ya vifaa vya dukani hapo gereji vilipungua na Zamrati alimwomba Hamadi akafuatana naye. "Madam, kuna hii pikipiki nimeitengeneza toka jana, ipo hapa na mwenyewe hajaja. Yaani hajaja kuichukua, tunaweza tuitumie mara moja kwenda kuchukulia mzigo." "Oh, okay, twende." Hamadi alichukua pikipiki na kumpakia Zamrati na kuondoka naye. Walienda mjini kununua vitu vya dukani. Baada ya muda kidogo walifika na kununua vitu na kufungasha kwenye pikipiki. Muda wanarudi, Hamadi alifunga breki kwa nguvu sana na Zamrati alijikuta anashindwa kujizuia na alijikuta anamkumbatia kwa nguvu kiunoni Hamadi. Na wote waliona hilo. Hamadi alijikuta anasisimka na kupata hisia za ajabu. Walifika na Hamadi pamoja na wenzie walishusha mizigo. Ali akasema, "Oh bosi, kuna baadhi ya vifaa mmevisahau." Madam Zamrati akasema, Jamani, lakini si niliwaambia kila kitu muandike kwenye karatasi nyie. Sasa imekuwaje?" "Hapana kwa kweli, mimi sirudi tena." Dani akasema, "Lakini ni vya muhimu sana Madam Zamrati." Zama akasema, Bana, msinichoshe kwa kweli. Yaani mmeataka nyewe wenyewe." Hamadi akasema, "Nitaenda madam, hakuna shida." Zamrati akajibu, afadhali jamani. Haya, orodhesheni vyote vilivyosaulika na ambavyo havipo. Mimi sitaki tena kusikia hizi kesi hapa." Waliviorodhesha na kumkabidhi Hamadi ile karatasi. Zamrati alitoa kiasi cha pesa na kumkabidhi Hamadi. "Chukua hii pesa, pia chukua na hii. Hii ni namba ya simu yangu. Kama pesa imepelea utanijulisha." "Sawa madam." Hamadi tayari alikuwa ameshanunua simu yake ndogo ya kiswaswadu, hivyo aliandika namba ya Madam Zamrati na alipanda kwenye pikipiki na kwenda kununua vitu. Baada ya muda kidogo alirudi. Siku iliisha na ni majira ya usiku sasa. Hamadi akiwa anarudi getoni kwake, alimkuta mpangaji mwenzake Priska akiwa anapika chakula cha jioni. "Habari dada yangu." "Safi sana kakaangu, mzima?" "Ndio, sijui wewe dada yangu, mzima?" "Mzima tu." Yule dada alisema, "Samahani kakaangu, kama bado hujakula, acha nikupakulie chakula hapa." "Jamani, asante sana dada yangu, ila nimerudi na chakula katika mfuko." "Asante sana." Basi sawa." Hamadi alimaliza kuongea na yule dada na kuingia ndani. Alifika na kutoa chipsi zake kwenye mfuko na kuanza kula. Alipomaliza akashushia na maji na kujilaza kwenye godoro lake. Huko mawazo yote yakiwa kwa madamu wake Zamrati, na alikumbuka ile mchana alivyomshika kiuno kwa nguvu na alijikuta anapatwa na hisia za ajabu. "Nakupenda Zamrati. Na hisia na wewe na nakuhitaji katika maisha yangu. Yaani nakuhitaji kuliko kitu chochote kile. Naamini hautaniumiza kama alivyoniumiza Fatma." Alisema Hamadi huku machozi yakimlenga kwa hisia mno. Upande wa Zamrati akiwa yupo chumbani kwake, alikuwa anapiga mahesabu yake ya vitu alivyonunua leo katika gereji yake na pesa aliyotumia kununua vitu vya hapo gereji. Alichukua simu yake na kuangalia, hatimaye aligundua kwa muda ulikuwa umeenda mno. Ilikuwa ni saa 7 usiku. Simu yake iliweka chaji. Alipanda kitandani na hapo hapo usingizi ulianza kumpitia. Ring ring, ring ring. Simu ya Zamrati iliita mfululizo hadi Zamrati akashtuka mno, ukizingatia ni usiku mno na bado muda ulikuwa umeshaenda. Alinuka upesi na kupokea simu huku mapigo ya moyo yakimwenda mbio, akiwa na wasiwasi mno. Alichukua simu yake na kuweka sikioni. Hello? Aliuliza kwenye simu yake lakini hakujibiwa. Zamrati alizidi kuogopa na kujiuliza maswali yasiyo na majibu, na alivyoangalia namba ilikuwa ni ngeni mno. Hakuitambua. Aliangalia pia muda ulikuwa ni saa 7:45 usiku. Mambo. Muda huo ujumbe uliingia katika simu yake na yeye hakuchelewa kujibu. "We nani? Alafu unanipigia usiku wote huu?" "Samahani kwa kusumbua usiku wote huu Zam. Ila nimeshindwa kulala kwa sababu yako. Nakupenda sana Zamrati." Zamrati alibaki na mshangao na alitamani kumjua ni nani ambaye alijitambulisha kwa hizo message tena usiku huo. Alikuwa anawaza nini? Ni mpenzi wake Rashid? Hapana. Lakini nafsi ilikataa, kwani namba zote mbili za mpenzi wake Rashid alizijua vizuri tu. "Niambie, wewe ni nani na unataka nini? Na kama hautonijibu na kublock sasa hivi." "Mimi ni Hamadi." Moyo wa Zamrati ulilipuka mno na mapigo ya moyo yalikuwa yanaenda mbio sana, akihisi kushindwa kabisa kupumua. Picha ya Hamadi wa gereji ndio ilimjia kichwani kwake, lakini haikumwingia akilini.
Je, huyu Hamadi angepata wapi ujeuri ya kumtongoza na kwa jinsi ambavyo alivyo mkali kwao? Hakutaka kabisa mzana wafanyakazi wake. Hamadi? Hamadi gani? Hamadi wa gereji. Zamrati alihisi kuchanganyikiwa. Eti nini? We Hamadi, umetoa wapi namba yangu? Kwa hiyo kukupa namba yangu leo, umeamua uanze kunitongoza hivi. Hivi una akili kichwani kwako kweli? We kaka, yani kabla hujanitongoza ulifikiria nini? Hebu tena ukome. Yani sitaki kabisa mazoea. Yani unaniamsha usiku wa manane alafu unaniambia huo utumbo wako. Una akili wewe? Alituma hiyo message Zamrati huku akiwa na hasira mno juu ya Hamadi, na Hamadi hakujibu kitu chochote kile. Hatimaye kulikucha na Zamrati alijiandaa kwa ajili ya kwenda kazini kwake. Alivaa vizuri na kupendeza kwa ajili ya kwenda kazini. Alikuta msichana wake ndani alikuwa ameshaandaa chai. Alifika sehemu ya kulia chakula, alikaa kwenye kiti na kuanza kunywa chai. Huku Janet msichana wake wa kazi pia alikuwa anakunywa naye. Mwenzio. Leo mkuta mwenzio Janet usiku wa kuamkia leo bana. Acha tu. Kimekuta nini tena Dazam? Si unakumbuka kuna kipindi nilishawahi kukwambia kuwa kuna kijana nilimkuta kalanja gereji yangu. Alikuwa na shida kabisa na alikuwa ametoka mkoani. Ndio dada, nakumbuka. Ulisema sijui anaitwa Hamadi? Ndio huyo bwana. Hebu angalia hizi message mwenzio alizonitumia. Zamrati alichukua simu yake na kumpatia Janet ambaye alisoma chatting za Hamadi na akabaki anacheka tu. Yaani kaka aogope kutongoza kweli. Yaani anakutongoza kabisa. Yaani hicho ndio ambacho kinaniumiza kichwa. Yaani huo ujasiri wa kunitongoza mimi anautolea wapi? Yaani yote 9-10. Yeye mwenyewe maisha yake hoye. Hivi yaani pigo zangu zilivyo. Angalia Rashid. Yaani anataka mtu aongee nionekane tu mimi namkufuru Mungu jamani. Yaani Hamadi amenichosha mimi. Sasa leo ndio naenda kumwashia moto wa blue wa gesi. Hapana kwa kweli. Naona kazi ameshaichoka. Ngoja nifike huko. Alisema Zamrati na kumaliza chai yake ya maziwa kwenye kikombe na kuelekea zake kazini. Baada ya muda alifika kazini, alikuta wafanyakazi wote wapo kasoro Hamadi. Yeye hakuwa amefika. Alishangaa mno na haikuwa kawaida ya Hamadi, kwani alikuwa wa kwanza kufika na hadi alipofika yeye Hamadi alikuwa bado hajafika. Alifika Madam Zamrati na kuwasalimia wote na wote waliitikia. Hamadi yuko wapi? Bado hajafika madam, nahisi yupo njiani. Alijibu Juma na kuendelea na kazi. Zamrati kama kawaida yake alichukua kiti na kukaa zake chini ya mti kama kawaida. Alichukua simu yake na kuanza kuperuzi. Muda si mrefu Hamadi aliingia huku akiwa mnyonge sana. Alifika moja kwa moja na kujichanganya na wenzie na kuanza kazi. Wenzie walishangaa kwani haikuwa kawaida yake. Alikuwa akifika tu lazima aende kumsalimia Madam Zamrati, kwani walizoeana sana kuliko wote. Wenzie waliangaliana usoni bila hata kutoa jibu. Dani akasema, "Oya Hamadi, madamuko alikuwa anakuulizia." Sawa. Hamadi alitikia na kuendelea na kazi pale alipokaa. Mwenzetu, niambie umetoa wapi ujasiri wa kunipigia simu usiku wa manane na kunielezea upumbavu kama ule ulikuwa unanieleza? Una akili sawa wewe? Eti au ndani mwako kichwani kuna mchwa? Eti nashinda kulala kwa sababu yako. Unashinda kulala kwa sababu yangu au wewe maisha magumu yanakusumbua unatafuta sehemu ya kutobolea Wafanyakazi wenzie Hamadi walishtoka kusikia hivyo huku akibaki na alama ya mshangao tu. Madam, kwani imekuaje? Zamrati alielezea kila kitu ilivyokuwa na wote walibaki mdomo wazi kwa mshangao na walikuwepo baadhi ya wateja pia ambao walikuwa wanaangalia tu. Sasa basi, si ulikuwa unataka jibu lako? Jibu ni hivi: sikupendi na usiwahi kukaa kufikiria kuwa nitakuwa mpenzi wako hata dakika moja. Siwezi kuwa na maskini kama wewe. Tena nakwambia unikome kaka. Umesikia wewe chizi? Hamadi alikuwa amechuchumaa anatengeneza pikipiki, hakujibu kitu na wakati wote huo machozi yalikuwa yanaanza kumtoka. Alivyosikia Zamrati anaongea hayo maneno, alihisi dunia nzima inazunguka upande wake. Aliishia kujifuta na tisheti lake alilokuwa amelivaa, lakini machozi yaliendelea kumwagika hadi wateja wengine walioleta magari yao pale walikuwa na mwaneo huruma sana. Hamadi aliona ni bora ainuke na ondoke zake. Nenda mwana kwenda wewe. Mwangalie chefu na usirudi kabisa kwenye gereji yangu kuanzia leo. Alisema Zamrati na Hamadi hakugeuka nyuma. Aliondoka zake huku akilia kwa uchungu. Aliumia sana. Alijilaza kwenye godoro huku macho yake yakitizama juu.
Alikumbuka yote aliyomtokea hivi punde kwenye garage na alikumbuka maneno ya Madam Zamrati na alimuumiza mno ndani ya moyo wake. Alijikuta akitiririka tu machozi. Upande wa garage kazi iliendelea. Dan, Ali na Juma waliendelea kutengeneza magari kama kawaida na punde alikuja mbaba na pikipiki yake na walitaka atengenezewe na walibaki wakitizamana tu usoni. Juma aliona amfuate Madam Zamrati. Madam, kuna mtu hapa ameleta pikipiki yake anahitaji atengenezewe. Madam Zamrati aliacha kuchezea simu yake na kumwangalia Juma. Jamani Juma, sasa unaniambia mimi ndio nifanyaje? Eti simtengenezee nyie? Madam, alikuwa atengeneza pikipiki ni Hamadi na kwa sasa hivi hayupo hapa. Okay, kumbe. Sasa wewe Juma, ina maana wewe na wenzio muda wote ambao mlikuwa mmekaa na Hamadi, hakuna ambaye alikuwa amejifunza masuala ya kutengeneza pikipiki jamani? Kweli? Hakuna madam, alafu ufundi haupo hivyo. Kila kitu kinatakiwa kujifunza kwa umakini na uelevu. Tusije tukajifanya ujuaji, tukajikuta tunaharibu vitu vya watu. Madam Zamrati alikaa kimya kwa muda, hakuwa na kusema kabisa huku akitafakari. Kwa hiyo nimwambie mteja aondoke, si ndio? Ndio, mwambie aondoke. Kesho nitafanya mpango wa fundi mpya. Nitakuja naye. Juma alienda kumwambia mteja aondoke na yeye alirudi kuendelea na kazi zake. Yani Hamadi kutokuwepo siku moja tu, pengo lake lishaanza kuonekana. Sasa sijui itakuwaje. Yani madam wenu sema kazi ngua kweli. Ndio nini vile kumchana mchizi kama vile? Tena mbele za watu. Hata kama ingekuwa ni mimi, ningeondoka. Madam kasema kama kesho atamleta mtu mwingine anayemjua kutengeneza pikipiki. Na mtu achane naye. Kwa hiyo mchizi tena ndio hivyo basi. Ila ya maisha bana. Fresh tu. Hamadi alilia sana tena sana, aliumia mno. Kwa nini Zamrati unaniumiza hivi? Nakupenda. Akiwa anaendelea kulia, mpangaji mwenzie Priska ambaye anafundisha shule ya msingi ya private alikuwa anarudi na alishtuka kuviona viatu vya Hamadi mlangoni kwake, na wakati haikuwa kawaida ya Hamadi kuwepo nyumbani muda ule. Kwani kila siku Hamadi alikuwa anachelewa kurudi kutoka garage na yeye ndo anaweka kabla yake. Na baada ya muda kidogo Hamadi alitoka huku macho yakiwa mekundu yalikuwa yamemvimba. Hamadi, mbona uko hivyo? Shida ni nini? Una tatizo? Alihoji Priska kwa mshangao mno. Amna Priska, najisikia tu vibaya na siko sawa, nahisi naumwa. Pole, basi fanya uende hospitali. Aya, nitafanya hivyo. Alitikia Hamadi na alivyomaliza kuongea Hamadi aliingia getoni kwake na Priska pia aliingia chumbani kwake. Jioni ilifika, ni majira ya usiku sasa. Zamrati alikuwa ndani ya chumba chake akiwa anatembea. Alihisi kuchanganyikiwa, moja haikai mbili haisimami. Aliwaza kuhusu mfanyakazi wa garage ambaye ataweza kutengeneza pikipiki. Asubuhi na mapema ilifika na Zamrati alijiandaa kwa ajili ya kwenda kazini na alimkuta Janet mfanyakazi wake akiwa anafagia sebleni. Dada, mbona umeamka mapema hivyo? Ngoja nikuchemshie chai upesi ili uwahi kazini. Amna Janet, wewe endelea tu kufagia. Mimi nitaenda kuchemsha chai mwenyewe. Baada ya muda, Janet alimaliza usafi na walikuwa sehemu ya kulia chakula wakinywa chai. Yani hapa Janet mwenzio, yani sina raha kabisa. Yani akili yangu haipo sawa kabisa. Kwa nini dada? Nimemfukuza Hamadi kazini. Jamani, yule kaka umemtimua? Ndio Janet, nisikilize kwanza basi. Yani jana ile wateja wa pikipiki wakaanza kuja na hakuwa na mtu hata mmoja ambaye anaweza kutengeneza pikipiki. Naona tunapoteza hela ukizingatia baadhi ya vifaa tumenunua dukani ni kwa ajili ya pikipiki. Sasa sijui inakuaje. Jamani, basi mrudishe huyo Hamadi kazini. Eti nini? Wewe Janet, mimi mrudishe Hamadi kazini? Si nitakuwa sina akili tena. Tena nitakuwa kama Taira. Uliona wapi mtu anafukuzwa kazi afu anarudishwa? Sasa utafanya dada? Zamrati alikaa kimya kwa muda. Nimekumbuka kitu kimoja. Ngoja niangalie namba ya dalali hapa. Anitafutie watu ambao wanafanya kazi hizi. Zamrati alichukua simu yake na kubonyeza na kutafuta namba ya Mr. Saidi, namba ya dalali, na alipiga na kuanza kuongea naye. Usijali Zamrati, umepata kijana tena kukuonyesha uhakika leo anakuja hapo kazini kwako. Aya Mr. Saidi, atatokea kweli? Zamrati, kwa jinsi ilivyo maarufu garage yako, yani kwenye hili jiji, anaanzaje kupotea? Okay sawa, nakutegemea. Alafu malipo nitakutumia baada ya kumwona kijana huyo. Sawa. Zamrati alimaliza chai na kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini.
Baada ya muda alifika gereji na alikuta wafanyakazi wake walikuwa washafika, yaani Juma, Ali na Daniel. Zamrati alifika na kukaa kwenye kiti kama kawaida yake. Alichukua simu yake na kuanza kubonyeza. Habari sister. Zamrati alisikia sauti, aliinuka na kumwangalia. Alikuwa ni mkaka wa makamu ambaye muonekano wake ulikuwa ni mhuni mno. Safi, nani mwenzangu na nikusaidie nini? Kama umeleta pikipiki yako itengenezwe, vijana wako kule, hakuna haja ya kunifuata mimi huku. Sister, alafu mbona unakuwa mkali hivyo? Mimi nimeagizwa na mzee Saidi nije hapa kwenye gereji yako kwa sababu natafuta kijana. Okay, ina maana wewe hapo ndio mfanyakazi wangu mpya, si ndio? Ndio sister, niite Kaiza. Hapa, yani Kaiza boy. Zamrati alichukua simu yake na kumpigia mzee Saidi na kumuuliza. Amekuja kijana hapa na amesema kuwa umemwagiza aje hapa. Ndio kijana huyu ulinitafutia kweli? Ndio Zamrati, ndio huyo, anaitwa Kaiza, yuko vizuri sana. Okay. Poa, basi wewe nitumie tuela yangu dalali. Sawa. Zamrati alimaliza kuongea na simu na alifanya muamala muda huo akamtumia Mr. Saidi 30,000. Karibu Kaiza, na hapa ndio kazini kwenyewe. Asante sana sister. Hii garage ndio ilikuwa ndoto yangu. Yaani nishapigika sana mtaani kuvuta bangi tu. Ila sasa nitatulia na kazi yangu. Yaani sitaki tena ujinga. Okay, ni sawa. Unaweza kuniita Madam Zamrati pia. Kuna wafanyakazi wengine hapo. Wewe niwaite watambulishe kwako. Zamrati aliwaita wafanyakazi wake Dan, Ali na Juma na kuwatambulisha mfanyakazi mpya ambaye anaitwa Kaiza. Wote walishangaa na kuangaliana usoni. Ilibidi wamkaribishe tu hivyo hivyo. Sasa mnaweza kwenda, endeleeni na kazi. Sawa madam, alijibu Kaiza. Upande wa Mandi bado alikuwa na mawazo ya kumwaza Zamrati na hakuwa na raha kabisa. Alichukua mfuko alioweka nguo zake. Alikuwa nayo mara ya mwisho na alichukua namba ambayo aliandika Musi. Na alizibandika kwenye simu yake na kuzipiga. Halo, Hamadi aliongea kwa sauti ya hafifu iliyojaa maumivu ndani ya moyo wake. Ndio, nani mwenzangu? Ilijibu upande wa pili kule alipopokea simu. Hamadi alimeza fundo la mate. Mimi ni Hamadi. Hamadi? Wewe ni bosi Hamadi au? Ndio ni mimi, ni bosi wako Hamadi. Wow. Jamani bosi Hamadi. Jamani, bosi Hamadi yuko amepiga. Hapana, usiite watu. Huna haja ya kufanya hivyo. Nimekupigia wewe tu na nataka uwe msiri wangu. Sawa bosi Hamadi, nakusikiliza. Habari za huko Songea kijana? Huko salama tu bosi. Vipi mke wangu Fatma, anaendeleaje? Aliuliza Hamadi na Musi alikaa kimya kwa muda. Yupo bado naishi na mdogo wako Eric. Wanaishi kama wanandoa, pika pakua. Yaani mwanamke hana huruma huyu. Pamoja na yote ambayo yalitokea bado hajabadilika, anaendelea kuishi na mdogo wangu Eric. Ndio bosi. Unajua umekufa. Kwani ulivyowafumania na kuondoka na kwenda kwenye msitu mkali, wakajua uliliwa na wanyama na wakajua kama umekufa. Kwa hiyo vipi kuhusu garage yangu? Tuko kaka, sasa tumebaki vijana wawili tu, wenzetu watatu wameshaacha kazi. Mbaki wewe na nani? Na kwa nini wameacha kazi? Nimebaki mimi na Buda tu. Wengine wote wameondoka kaka. Kaka, garage imefulia, yani garage imefilisika. Sio garage ile ambayo unayojua wewe. Yani uwezi amini. Sisi wenyewe siku yote tunaweza kusepa tu hapa. Maana mkeo anachukua sana hela. Alafu sasa hairudi. Kila siku kazi yake ni kuchukua hela tu. Sawa, nimekuelewa Musi. Sasa basi nisikilize hivi. Naomba unisikilize kwa makini sana. Naomba usimwambie mtu yote kama nimekupigia, hata mke wangu wala mdogo wangu Eric. Umenielewa? Sawa, na wameuzauza mifugo yako kule mashambani. Sawa, mimi nitarudi mdogo wangu. Wewe koma hapo garage. Tutaendelea kuwasiliana. Sawa, uko wapi bosi? Bosi Hamadi? Mimi kwa sasa nipo jijini Dar es Salaam napambana na maisha. Sawa, je, naweza kusaidia kiasi cha pesa nikutumie? Asante sana Musi. Nakushukuru sana kwa moyo wako huo, ila una haja ya kufanya hivyo. Sawa. Hamadi alikata simu na kukumbuka maisha aliyokuwa anaishi yeye na mkewe Fatuma huko kwao Songea. Na walikuwa wanaishi maisha mazuri sana ya kifahari. Na walitajirika sana hapo kijijini kwao. Mambo yalikuja kubadilika baada ya kumfanyia mkewe Fatuma na mdogo wake Eric.
ambaye alikuwa anaishi naye hapo hapo kijijini. Mambo yalianza kubadilika baada ya kumfumania mkewe Fatuma na mdogo wake Eric ambaye alikuwa anaishi hapo hapo kijijini. Kijana huyo alipanga jirani na kwao. Alikasirika mno Hamadi baada ya kumfumania mkewe na alipatwa na hasira mno na kuamua kuondoka mbali na kijiji hicho. Ni mida ya mchana sasa na shughuli za garage ziliendelea kama kawaida. Na mida ya mchana Kaiza alipotea ghafla. Hawakumuona kama muda wa lisali moja hivi. Jamani, hivi huyu Kaiza kaenda wapi jamani? Ujue ameondoka muda kidogo. Hivi nyie hamjaelewa tu hapo. Yaani madamu wenu Kaboge, hakuna mfanyakazi pale. Mtu bangi tupu, unafikiri atakuwa anaenda wapi? Kaenda kupasha yule. Wewe, usituambie. Subirini muone nyie, kausheni. Yaani jifanyeni kama vile hamjui kitu. Muda huo alikuja Madam Zamrati pale walipokuepo. Nyie, mwenzetu yuko wapi? Mwenzetu? Mwenzetu gani tena madam? Kaiza. Ashakuwa mwenzetu tena, si hatumjui, labda tukuulize wewe ambaye ulimleta. Walijibu kwa pamoja na Madam Zamrati alibaki hoi, hakuwa na cha kujibu, na muda huo Kaiza alirudi na alikuwa ananuka bangi hatari. Walibaki kumwangalia tu na Zamrati hakuwa na la kusema. Masiku kadhaa yalipita, maisha mengine yaliendelea upande wa Hamadi. Aliendelea kuishi maisha yake huku akitafakari ataendeshaje maisha yake bila kuwa na kibarua chochote kile. Maana alikuwa amepanga chumba cha nje. Madam Priska ambaye ni mpangaji mwenzie Hamadi alikuwa yupo mapumziko na ilikuwa ni weekend. Madam Priska alimfuata Hamadi pale alipokuwa amekaa. Alichukua kiti chake cha plastiki na kumfuata Hamadi. Hivi Hamadi, niambie ukweli, hivi bado una kazi kweli wewe? Kwa nini Priska unaniuliza hivyo? Maana muda mwingi sasa hivi nakukuta nyumbani na haikuwa kawaida yako kabisa. Hamadi alitabasamu kidogo na kukaa kimya kwa muda. Ni kweli Priska, kwa sasa sina kazi. Sina kazi aina yoyote ile. Nipo tu dada yangu. Pone jamani, kwani kwa gereji imekuaje? Kuna mambo fulani hivi yalitokea, ndio hivyo bosi yangu akaniambia nisiende. Aisee, unaweza kunipeleka kwa wewe bosi wako nikuombe msamaha? Hapana Priska, huna haja ya kufanya hivyo. Pia asante sana kwa kujali. Hata hivyo nimefikiria kuna biashara nitaianza. Sawa, kama umeamua hivyo basi hamna shida. Muda huo akiwa anaendelea maongezi, alikuja rafiki yake Hamadi wa gereji ambaye alikuwa anaitwa Juma. Juma, karibu sana rafiki yangu. Asante sana, habari za saizi? Salama. Hamadi, ngoja mimi nifanye mpango wa chakula cha mchana niende sokoni, sawa? Sawa. Priska aliinuka na kumwacha Juma pamoja na Hamadi. Hongera mshikaji wangu. Yaani ajiko ushavuta, yaani huna baya. Wapi ndugu yangu? Yaani huyo ni mpangaji mwenzangu, si unajua tena. Ameingia kwenye chumba chake, anaitwa Priska. Sawa. Vipi maisha ndugu yangu? Inaenda hivyo kibishi au? Mshikaji wangu Juma, yaani anaenda hivyo. Yaani hapa nimeplan nianze biashara. Biashara gani tena mshikaji wangu? Hebu niambie. Nimewaza nataka nianze kutengeneza maji kwenye madumu. Ndugu yangu, maji kwenye madumu? Sio poa bana. Huoni aibu? Kaka, kwenye kutafuta pesa ndugu yangu hakuna aibu. Juma, mimi sija mjini kushangama gorofa mwenzio. Aisee, ni kweli? Vipi gereji yenu inaendeleaje? Yaani wewe acha tu ndugu yangu. Gereji imechangamka. Ile madamu wako sasa alikuwa anajifanya kichwa sana. Sasa kakutana na kiboko yake. Una maana gani Juma? Yaani amekuja mkaka pale gereji, yaani hapana. Amekuja pale kushika nafasi yako. Naye anatengeneza pikipiki. Yaani hata hatujui kamtolea wapi. Ni muuni hatari, anavuta mabangi, yaani haeleweki. Mnaweza mkao mnafanya kazi hivi wote, ghafla tu mwenzenu hamuoni. Sasa anakuwa anaenda wapi? Anaenda kupuliza bomu. Yaani hapo akirudi ananuka bangi hatari. Kweli Madam Zamrati kupatikana. Walikaa kimya kwa muda. Vipi wewe kwa upande wako? Kuhusu nini Juma? Usijifanye hujui Hamadi. Yaani ulikuwa unampenda Madam Zamrati? Kweli? Siku zote hizi afu kwahi kuniambia mimi hata siku moja afu najua mimi ndo rafiki yako. Juma bana, haya yameshapita. Ungeniambia Hamadi, ona sasa amekufukuza kazi. Sasa Juma, hata nikikwambia ungenisaidia nini? Ningekushauri usithubutu kumtongoza, yaani hawezi kubali ndugu yangu. Yaani hawezi kubali hata kwa dawa.
Sisi maskini tunadhaulika sana. Haya, chukulia mfano yule mchumba wake Rashid. Ana gari lakini bado anamdharau, sembuse sisi. Mapenzi hayako hivyo kaka, ni kama majani kuota popote vile. Sasa Hamadi, wewe ni ukame, hata hayo majani yenyewe hayawezi kuota. Stori za hapa na pale ziliendelea kati ya Hamadi na rafiki yake Juma. Zamrati akiwa zake yuko nyumbani weekend hiyo, alikuja mpenzi wake Rashid na walikuwa chumbani. Walikuwa wamelala wote na Zamrati. Baby, mbona kama huna raha kabisa siku ya leo? Shida ni nini? Anyway, acha tu. Kuna kijana mpya pale nimemwajiri pale gereji kwangu. Nimemleta kwa ajili ya kutengeneza pikipiki, lakini sasa nimuone sana. Yaani ni anavuta bangi hatari. Pole sana. Kwani si yupo yule kaka ambaye anatengeneza pikipiki? Vipi, umeongeza mfanyakazi mwingine? Yule nimemfukuza kazi. Umemfukuza tena kazi? Kwa nini sasa? Na wakati kijana wa watu alikuwa ni mstaarabu sana. Alinitongoza. Eti nini? Alikutongoza? Kumbe yule kijana ni mshenzi hivyo eh? Usimrudishe tena kazini, na kuhusu kijana nitakutafutia kijana mwingine mzuri tena mchapakazi. Hatimaye siku nyingine tena ndani ya garage. Zamrati alifika garage na kuwakuta wafanyakazi wote walishafika kasoro Kaiza. Ikabidi ampigie simu Mr. Said aliyemleta kazini. Huyu kijana wako mbona hajafika mpaka saa hizi? Shida nini? Sawa, ngoja nimpigie, atakuja muda si mrefu. Baada ya muda kupita, Kaiza alikuja akiwa amelewa pombe. Madam. Jana si unajua weekend, yani nilitoka kidogo. Aliongea Kaiza akiwa amelewa na alikuwa ananuka harufu ya pombe. Huwezi kuja hivyo kazini kwangu Kaiza. Naomba uondoke. Nenda kwenu, utakuja kesho. Alisema Zamrati kwa hasira sana na Kaiza hakuondoka. Alijikaza hapo chini. Zamrati alichukia sana. Hakupenda kile kitendo. Dani akasema, yani madamu wenu kweli amepatikana. Yani wewe acha tu. Hadi anatia huruma sana. Anajikuta nini sijui. Sasa hapo ndio atamkumbuka boya wake yule Hamadi, ambaye alikuwa anajishusha na kumpigia magoti. Wewe nyamaza. Ila Hamadi ana kiti chake mbinguni jamani. Yani haoni kazi kutoa chozi mbele ya mwanamke. Antikiza mapenzi. Yani ingekuwa ni mimi siku ile, hata makofi ningempiga na kazi naacha. Ila madam angeenda kumwomba Hamadi toa rodi. Hayo mengine angefuatilia mbali. Kwanza baadhi ya wateja wengine hawaji kabisa kwa sababu Hamadi hayupo. Waliendelea kuongea. Juma alikuwa kimya na hakusema neno. Upande wa Hamadi alienda kununua madumu. Aliyekosha vizuri na kutafuta mkokoteni, alienda kutafuta mkokoteni na alienda kukodi kwa shilingi 2000. Alikuwa na madumu 10 na alikinga maji na kuingia mtaani kuuza maji. Akiwa anarudi na mkokoteni wake alipotoka kuuza maji, njiani alikutana na mpangaji mwenzie ambaye ni Priska. Wewe Hamadi, umeamua uuze maji jamani? Hivi kweli? Yaani una maana ulivyosema kuwa unataka uanze biashara ndio hiyo? Ndio Priska, ndio hii. Hapana Hamadi, mimi wala sijafurahishwa hii kweli. Sijapenda. Amna mama, biashara ni biashara tu, ili mradi mkono uende kinywani. Hamadi aliongea hivyo na kuacha tabasamu pana huku akimwangalia Priska usoni. Na alionekana ni bonge wa HB. Yaani HB lisilokuwa na matunzo, huku kifuani akiwa amejazia na 6 pack. Na alikuwa kifua wazi. Alivua t-shirt lake na kujifunga kichwani ili kujizuia na jua. Sasa Priska hakuwa na neno. Alitabasamu tu na anavyompenda huyu Hamadi. Ila Hamadi tu ni ya kwamba hajui. Panda basi nikuendeshe. We hapana, mimi sitaki. Waliongozana na kuondoka wote. Masiku kadhaa kupita, Hamadi alianza kuzoeleka na biashara yake kuuza maji. Siku hiyo Zamrati alitafakari kuhusu Kaiza na utendaji wake wa kazi, kwani alifikia hatua hadi alitumia lugha za matusi kwa wateja na kufikia hatua hadi wateja wengine wakawa wanamlalamikia na wengine hawakuja kabisa. Na aliona hata huyu mwanaume anaweza kuharibu gereji yake. Na muda huo alikuja wafanyakazi wake wote, yani Kaiza alikuwa bado hajafika. Na walimshauri pia kwamba amkanye Kaiza ajirekebishe tabia yake, maana hadi wateja wameanza kupungua. Hata mimi pia nilikuwa nalitafakari hilo na nimeamua nimfukuze tu, maana nimeshachoshwa na mambo yake. Juma akasema, "Madam, kwa nini usimrudishe Hamadi gereji?" Zamrati akasema, "Yaani unachekesha sana Juma. Yaani mimi nirudishe Hamadi hapa kwenye hii gereji? Hilo halitowezekana. Yaani uliona wapi mpangaji anahama nyumba alafu anarudi tena? Vijana wapo wengi sana wanaotafuta ajira, tutapata tu mwingine."
alisema Zamrati, na wafanyakazi wake walikaa kimya kwa muda na kuinuka kwenda kuendelea na kazi. Zamrati alichukua simu yake na kumpigia Mr. Saidi na kuongea naye. Yaani kuanzia leo sihitaji kumuona tena Kaiza kazini kwangu. Yaani umeletea kijana wa ovyo sana, anatukana, anafuta bangi, hatari zaidi matusi ndio usiseme. Yaani kila siku anakuja anavyojisikia yeye. Huwezi amini. Hadi saa 6 mchana hii bado hajafika. Naomba mpigie simu mwambie sitaki nimuone tena kwenye garage yangu. Nyie madalali sijui mna mambo gani. Yaani unajua kabisa huyu mtu hayuko sawa, lakini bado unaniletea. Zamrati alimaliza kuongea na kukata simu na alikuwa busy na kubonyeza simu yake. Muda huo alikuja Kaiza akiwa ana hasira mno. Alifika na kumsimamia Madam Zamrati kwa mbele. Ndio umefanya nini sasa sister? Mbona unazingua sana? Yaani umempigia yule mzee Zaidi muombe maneno kibao. Yaani acha kuchonga bana. Unaomba maneno kibao ya umbea alafu mimi sijawahi kufanya hata siku moja. Hata grade yako yenyewe yaani basi tu. Acha kuchonga sana sister. Mbona unanifanyia hivyo wewe? We kaka, usinipigie kelele. Kwanza toka. Yaani sitaki kukuona kwenye grade yangu. Eti nini? Unaniambiaje sister? Yaani unanichukulia unaniweza, si ndio? Nitakupasua sasa hivi. Yaani nitakupasua na nikuchane na wembe. Unaniletea pigo hizo mimi? Muone unaniletea pigo nyeusi au unanichukuliaje wewe? Unaona unaniweza Muda huo Kaiza alipandisha sauti, aliongea kwa hasira sana. Na wakina Ali walisogea karibu na kumwambia kwamba akisubutu kumpiga madamu wao, basi watampiga na yeye. Kaiza alivyoona hivyo alikaa chini kwenye ile gogo huo akimwangalia Zamrati kwa hasira mno. Baada ya muda kidogo waliendelea na kazi wakina Ali. Kaiza hakuondoka upesi. Alizugazuga na akaenda kuiba hela ya gereji, funguo alijua anapoficha. Walikuja kushtuka Kaiza kashakimbia zake na Zamrati alihisi kuchanganyikiwa mno. Alihisi kuchanganyikiwa sana. Alichukua hela nyingi kidogo. Alichukua simu yake na kumpigia mpenzi wake Rashid ambaye baada ya muda kidogo alikuja na polisi ambao walikuja kupima. Anakaa wapi huyo kijana? Aliuliza polisi. Ini hata sijui anapokaa mimi. Niliunganishwa tu na dalali. Ila huu ni uzembe wa hali ya juu dada. Utafanyaje kazi na mtu ambaye hata anapoishi pajui? Alisema polisi wa kike, maana walikuja maafande 3, wa kiume 2, wa kike 1. Zamrati alijaribu kumpigia dalali Saidi simu lakini ilikuwa haipatikani. Utakuja kituoni kuchukua RB. Sawa. Polisi waliondoka na Rashid alimkumbatia mpenzi wake Zamrati. Usijali love, utakaa sawa, niamini tu mimi. Kila kitu kinaenda kwa vizuri, tutamkamata tu huyo mwizi. Masiku kadhaa yalipita na siku hiyo Rashid alimetea mpenzi wake Zamrati mfanyakazi mpya wa garage, ambaye alikuwa ni mtu mzima na mwenye kitambi. Alikuwa ni makamu ya baba yake. Karibu mzee, shikamoo. Marhaba binti yangu, karibu, asante. Haya baby, nimekuletea mfanyakazi mpya huyo. Na mimi hata wasumbua, ni mtu mzima. Huyu ana akili zake timamu kabisa na anajitambua. Zamrati alifurahi mno na aliita wenzake na kuwatambulisha, na wote walifurahi kwa kupata mtu mzima ambaye anajielewa. Upande wa Hamadi bwana, siku hiyo alirudi mapema kwenye biashara yake ya maji. Ilikuwa imeenda vizuri sana. Akiwa amejilalia zake getoni kwake, kumbe siku hiyo Priska alikuwa hajaenda kazini na alienda hadi mlangoni kwa Hamadi na kumgongea. Hamadi akatoka nje. Samahani Hamadi. Mti wangu wa pazia umetoka, naomba uniwekee, mimi sifikii. Ni parefu sana hapo juu. Aliongea Priska wa kulinga huku akitafuna vidole vyake. Sawa, ngoja nivae shati na kuja. Hamadi aliingia ndani na kupachika shati na kutoka muda huo. Haya twende. Waliongozana hadi chumbani kwa Priska, wakaingia hadi ndani. Priska alikuwa yuko vizuri. Chumbani kwake alijaza vitu. Chumbani kwake alijaza vitu japo alikuwa hana umri mkubwa. Kweli Hamadi aliweka mti vizuri na kaanza kuondoka. Priska alimshika t-shirt lake. Subiri kwanza Hamadi. Aliongea sauti ya mahaba mno Priska. Kwa nini tena Priska? Sinemesha kutengenezea pazia. Unajua nini Hamadi? Mimi Priska aliongea huko akijikuna kichwa na kungatangata kucha. Kama huna cha kuongea, mimi naondoka bwana. Aliongea Hamadi na kuanza kuondoka. Subiri bana. Priska alisema na kuanza kuvuta blauzi yake na kubaki na sidiria chini. Alifunga kanga. Priska, unataka kufanya nini tena? Bana Hamadi, usijifanye kama mtoto mdogo. Kwani
Huzuli kwenye vikao vya wanaume wenzio? Nakupenda Hamadi, nipe basi leo. Hata leo tu. Aliongea Priska kwa mapozi mno. Hapana bana, sipo tayari Priska. Mimi siwezi kufanya hivyo na kuchukulia kama mdogo wangu tu na siwezi kufanya hivyo. Alisema Hamadi na kutoka nje. Priska alichukia mno. Alichukia mno maana Hamadi aliondoka bila hata kufanya kitu. Siku kadhaa zilipita ndani ya garage na yule mzee aliyeitwa Mzee Pilo alianza kazi. Yule Mzee Pilo alianza kazi pia pale garage. Lakini alikuwa ni mzee, alikuwa ni mvivu sana na hata ikija pikipiki anawatuma wenzie na anaelekeza cha kufanya. Yeye akaa kama mwalimu wa vidole tu. Sasa kitendo kile kiliwakila sana wenzie. Siku hiyo ikaja pikipiki kama kawaida yake. Ali, njoo nitengezee hii pikipiki, fungua engine hapo. Ingiza mkono ndani. Ali akajibu, "We mzee, tushakuchoka sasa. Kwa hiyo kazi yako ni nini? Ni kulala tu hapa. Unatutuma tu sisi hapa kwenye gereji. We mzee vipi? Hebu fanya kazi yako huko." Eti nini? We kijana, kumbe ni jeuri hivyo eh? Hujui kama mimi nilika baba yako mzazi? Haya, unanijibu kweli mimi hivyo? Hapa kazini, baba yangu nimemwacha nyumbani huko. Alafu baba yangu Mzee Kazumari hana kitambe kama hicho. Alafu pia halali ovyo. We vipi? Hebu fanya kazi yako. Yule mzee hakujibu kitu. Aliinuka na kumfuata Zamrati chini ya mti alipokuwa amekaa huku nyuma wakiwa wanamcheka. Alifika na kumsimamia Zamrati. Na kusikiliza Mzee Pilo. Yaani hawa vijana wako hawana adabu kabisa. Yaani wananijibu vibaya. Wananijibu vibaya sana mimi. Yaani wananicheka mimi kweli kama binti yao. Yule mzee aliongea na kuanza kulia. Zamrati akawa hana la kusema, akiangalia kamzidi umri, kwa hiyo hawezi hata kumsema. Mteja alivyoona vile alichukua pikipiki yake na kuanza kuondoka zake. Walikuwa wameshapoteza mteja mmoja hapo. Baada ya muda kidogo Zamrati alitisha kikao na kusema, "Ali, sio vizuri. Ulitakiwa msikilize kile alichokuwa anakuagiza huyu mzee. Huoni kama tumepoteza mteja?" Kupoteza mteja ni uzembe wake, ni uzembe wa huyo mzee, lakini aambiwa ukweli madam. Hakuna kumficha kitu. Kisa tu katuzidi umri, hamna kumficha kitu kisa tu katuzidi umri. Kama hawezi akakae nyumbani kwao, maana kitu kidogo tu, mimi baba yenu. Mimi baba yenu vipi? Sisi baba zetu tumewacha nyumbani. Zamrati alikaa kimya, hakuwa na la kusema huku akimwangalia Mzee Pilo. Unaona binti yangu, yaani hawa vijana wanadharau sana, tena sana. Tushakuwa nao tena eh. Mnaona yale? Wote walianza kucheka. Unaona hawa vijana? Yule mzee pale pale alishindwa kuendelea kuongea, mapigo yake ya moyo yalimuenda mbio na kuzima hapo hapo. Wote walishangaa na kuvuruga, walimpeleka hospitali. Baada ya muda alizunduka na Zamrati na Rashid ndio walikuwa hospitali. Zamrati alimpigia Rashid na kumweleza alivyokuwa. Daktari alitoka kwenye chumba cha mapumziko alichokuwa Mr. Philo. Inaonyesha huyu mzee ana matatizo ya pressure na hataki kufanya kazi ngumu. Na huwa ana kliniki yake ambayo anahudumiwa mara kwa mara kwa ajili ya kuweka sawa afya yake. Kwa sasa anatakiwa apunguze na anatakiwa apumzike. Daktari aliendelea kuwaeleza na baada ya muda Mzee Pilo aliruhusiwa na kurudishwa kwa kina Zamrati. Alimwambia sitina kazini mpaka pale atakapomwambia. Hapana binti yangu, mimi naona kazi basi tena. Kazi yenyewe, hapana mwanangu, acha tu nipumzike. Acha nilee tu wajukuu. Ilimradi tu watoto wanasaidia baba yao basi inatosha. Sawa baba. Zamrati machozi alimlenga na akampa pesa kidogo Mzee Pilo. Utanunua matunda baba. Mzee Pilo alishukuru na Rashid na Zamrati wote waliondoka. Rashid aliondoka zake na Zamrati alirudi gereji kwenda kuwajulisha wafanyakazi wake nini kilitokea. Imekuwaje? Wote waliuliza kwa pamoja na Zamrati hakujibu kitu kwa muda na alibaki akiwaangalia tu. Wote waliangaliana usoni kwa wasiwasi mno. Tumeua au? Kumbe nyinyi ni waoga hivyo Hamjaua bana. Afadhali. Walisema na kujipangusa usoni. Zamrati alisimulia kila kitu ilivyokuwa na wote walisikitika mno. Ni usiku sasa. Zamrati alikaa chumbani kwake akiwa na msongo wa mawazo sana juu ya gereji yake na jinsi ilivyoshuka kiwango toka alivyoondoka Hamadi. Na watu walioleta hapo kati, wote wamekuja kabisa kuvuruga ile gereji yake. Hivi kweli nimrudishe Hamadi aendelee na kazi? Hapana, nitaonekana mpumbavu. Subiri nitafakari nitapata tu jibu, aliwaza.
Aliwaza Zamradi na kunywa juisi yake aliyokuwa ameishika kwenye glasi. Aliangalia namba za Hamadi katika simu yake na hakuiona, na aligundua kuwa alishaifuta muda sana. Kama wiki kadhaa sasa zimepita na Hamadi aliendelea na kazi yake kuuza maji, na Priska ndio alionyesha waziwazi sasa hivi kuwa anampenda sana Hamadi na hakuona tena aibu. Na Hamadi alimkataa na kumkubali kabisa hata kidogo. Priska alijipa moyo kwa kuwa hajawahi kumuona Hamadi na mwanamke yote yule. Basi ipo siku upendo utamzidi na atalegeza kamba. Siku hiyo nyumbani kwa Zamrati maji yalikuwa hayatoki na yalikuwa ni ya shida sana. Hivyo waliwapigia simu DAWASA wakamwambia kwa tatizo hilo litadumu ndani ya siku 3 kwa sababu kuna matengenezo. Zamrati alienda garage na siku hiyo aliwahi kurudi kwa ajili ya kufanya mpango wa maji. Na alirudi na kuvaa kijora chake na alimwambia Janet kwamba achukue mandoo, wakamwomba jirani yao geti la 4 kutoka kwao waozie maji. Sawa dada, mandoo haya hapa. Haya, beba tuondoke. Kabla hawajatoka walisikia mtu akiwaita kuwa anauza maji. Wai, maji. Dumbuku. Hayana chumvi, ni baridi kabisa. Maji. Jamani, hayo si maji. Hebu tuite huyo kuliko kwenda kuomba maji kwa majumba ya watu. Maji, we kaka. Wapi? Njoo huku, geti la blue. Sawa, nakuja. Baada ya muda kweli yule kijana alikuja. Mapigo ya moyo ya Zamradi yalipiga, hakuamini macho yake. Mtu aliyekuwa anauza maji hakuwa mwingine zaidi Hamadi. Zamrata alihisi anapata ndoto za mchana. Hamadi alimwona Zamrata na alimwangalia usoni Zamrata. Hamadi alimwangalia Zamrata na alimwangalia usoni. Ila Zamrata aliona aibu kumwangalia Hamadi usoni. Mambo. Poa. Janet akasema shikamoo. Marhaba, alijibu Hamadi. Dada, tuchukue madumu mangapi? Tuchukue 5. Aya, ngoja nichukue ndoo. Zamrata alibaki pale yeye na Hamadi. Zamrata alijawa na aibu mno. Hata usoni hakuweza kumwangalia Hamadi, lakini Hamadi alikuwa anamwangalia Zamrata usoni muda wote. Haya hapa mandoo. Hamadi alimimina ile maji kwenye ndoo zake. Mtanipa 5,000 tu. Sawa, Janet kachukua hela pale chumbani kwangu. Janet alitoka na kwenda kuchukua hela na Zamrati alianza kubeba ndoo ili ayapeleke ndani. Lakini akawa anashindwa. Hamadi alimuona. Hamadi aliona jinsi Zamrati alivyokuwa anapata tabu na yale mandoo. Alienda na kuchukua na akachukua na nyingine akabeba huku na kumpelekea ndani. Janet alivyoona hivyo akaona afadhali. Jikoni huku kaka, kalisha huku, alimwambia. Kweli baada ya muda Hamadi alimaliza kubeba mandoo na wakamlipa hela yake na kuondoka zake. Janet kuna kitu alikiona kwa dada yake Zamrata, kwani hakuwa na confidence kabisa na alitoka bila kusema kitu. Alikuwa amepoa ghafla. Zamrata alienda sebuleni na kukaa kwenye sofa na kunyamaza kimya tu. Janet alifunga geti na kwenda kule sebuleni. Dada, upo sawa lakini? Janet alipomuuliza hivyo Zamrati, chozi lilikuwa linamdondoka. Umemwona huyo muuza maji pale nje? Ndiyo dada. Yule ndo mfanyakazi wangu ambaye nilimfukuza kazi. Hamadi? Aliuliza Janet kwa mshangao mno. Ndiyo. Makubwa. Janet alisema kwa sauti ya chini na kukaa kimya na alipoa pia. Unajua nini Janet? Pamoja na yote niliyomfanyia Hamadi, bado hanichukii. Angekuwa ni mwingine hata hayo maji asingekubali kuniuzia. Zamrati machozi alizidi kumwagika. Ni siku nyingine tena ndani ya garage na siku hiyo Rashid alikuja kumtembelea mpenzi wake Zamrata na walikuwa wanapiga zao story. Vipi, tutafute mfanyakazi mwingine au? Hapana Rashid, kwa sasa niache kwanza na hayo mambo. Ni mambo yaliyonikuta hapa mfululizo yamekuwa ni mengi sana na yananiumiza sana kichwa changu. Amna baby, ni uoga wako tu. Sasa hivi nakuahidi, yani haitajirudia tena. Hapana, sitaki bana Rashid. Haya bana. Au ndo una mpango kumrudisha yule mchumba wako Hamadi? Sasa haya ni maneno gani tena ambayo unaongea Rashid? Kama huna cha kuongea naomba tu uondoke. Hamadi akiwa zake nje Hamadi akiwa zake yuko nje amekaa, alikuja Priska. Nimekuletea zawadi kipenzi changu Hamadi. Priska. Ni mara ngapi nimekukataza hizo habari? Mbona unielewi? Priska alijifanya kama hamsikia Hamadi na alimpatia perfume. Hii ni perfume, yani
utaipenda sana, naomba wewe uitumie. Hapana, siwezi kutumia perfume unaotumia wewe mwanamke. Eti nini? Kwa hiyo uitaki, si ndio? Ndio siitaki jamani, kwani ni lazima? Priska alianza kulia kama mtoto. Wewe Priska wewe, unalia nini sasa kama mtoto hapo? Wewe si utaki perfume yangu? Mimi hapana kwa kweli. Chukua hii perfume, mimi sijapenda. Sawa, nitaichukua usijali. Haya, sema jingine. Alisema Hamadi na Priska aliacha kulia na kufuta machozi yake na kutabasamu. Ni muda wa jioni sasa na ulikuwa ni muda wa kufunga garage, na kama ilivyo kawaida zake, Zamrati yeye ndo huwa anawahi kuondoka kila siku na Ali alifuata. Samahani madam, na mazungumzo na wewe. Sawa, nakusikiliza Ali. Wakiwa wamesimama walizungumza. Kwanza samahani madam kwa kusimamisha. Nia ya mazungumzo haya ni kushauri tu kuhusu hii garage yetu. Hapa tusipokuwa makini tutaipoteza. Hivyo basi, tunahitaji vijana makini kama vile Hamadi. Japo sija maanisha moja kwa moja Hamadi, ila nimetolea mfano. Au hata huyo Hamadi, ni heri umrudishe tu, maana yupo tu huko anauza maji. Sasa wape na wape fundi garage kwenda kuuza maji madam. Na wakati anafaa kabisa kwenye hii garage na tunamhitaji. Zamrati alinyamaza kimya kwa muda kisha akamwambia, "Umemaliza?" Ndio hivyo tu. Mimi na akili zangu hizi za darasa 7 kama Mbosso, nimewaza hivyo. Sawa, kwa heri. Zamrati alimaliza kuongea na kuondoka zake. Siku hiyo alirudi na maneno ya Ali ambayo alikuwa anarudia kichwani kwake kuhusu Hamadi. Alikuwa anawaza kumrudisha kwenye ile garage. Hapana, yani nawezaje kumrudisha Hamadi? Siwezi kumrudisha Hamadi. Mimi nitadhalaulika. Hatimaye siku nyingine tena ndani ya garage na alikuja mteja ambaye alikuwa anataka kutengeneza pikipiki yake na walimruhusu aondoke kwani fundi hayupo. Akaja mwingine hivyo hivyo. Walikuja kama 4 na waliondoka. Kitendo ambacho kilimuuma sana Zamrati na kuona kwamba anakosa hela kiuzembezembe kisa ujinga wake. Aliamua kuwaita wafanyakazi wake. Nimeona niwaite ili kuambia kuwa nimekaa nimefikiria, nimeona ni bora tumruhusu tu tumrudishe Hamadi kazini hapa. Wewe, haya ndio maneno ya msingi ya kuongea madam. Walifurahi mno wale vijana walivyosikia kuwa Hamadi anarudi. Sasa hapo pa kurudi ndo kipengele. Yaani kipengele hiki kinakuja ni kizito sana. Atakubali kweli kurudi Hamadi? Mimi naamini atakubali tu. Tena Juma ndo rafiki yake huyu Hamadi. Ni bora yeye aende kumuelezea hizo taarifa, kama atakubali au la atakuja kutueleza sisi. Sawa, mimi nitajaribu kama atakubali. Sawa, tunakutegemea Juma. Hatimaye majira ya usiku, Juma moja kwa moja alienda kwa Hamadi na Hamadi alimkaribisha Juma chumbani kwake. Karibu rafiki yangu Juma. Asante, leo nimekuja na taarifa. Hizi taarifa ni nzuri na za kushangaza sana. Nzuri na za kushangaza? Ndiyo, taarifa gani hizo? Madamu wako Zamrati anakuhitaji urudi kazini. Eti nini? Wewe Juma, naona leo umeamua kunitania, si ndio? Hapana, sikutania hata kidogo na nakueleza taarifa za kweli. Hamadi alikaa kimya kwa muda na kuinamia chini. Kwa hiyo, upo tayari? Juma aliuliza. Hapana, sipo tayari kurudi garage. Jamani Hamadi, usifanye hivyo bana. Hapana Juma, si amekutuma, mwambie sitaki na sipo tayari. Hatari. Sawa, mimi nitamfikishia ujumbe wake. Siku inayofuata, Juma, Daniel pamoja na Ali walikuwa washafika garage na Zamrata alikuja baadaye. Alijua atamkuta Hamadi pia. Amekuja na shangaa kuwa hajamuona Hamadi. Aliwafuata na kuuliza, "Juma, vipi? Hamadi yuko wapi?" Juma alikaa kimya kwa muda kisha akamwambia, "Amekataa." Juma alitikia kichwa. "Ndio amekataa madam." Zamrati alihisi kuchanganyikiwa na kujikuna kichwa. "Madam, mimi nashauri ungeenda mwenyewe kumwambia arudi. Labda ndio yeye atakuelewa." Zamrati hakujibu kitu, alikaa kimya na alichukua kiti chake na kukaa chini ya mti kama kawaida yake na hakujibu kitu chochote kile. Zamrati siku hiyo alishinda hana raha kabisa. Ilipofika mida jioni alijitafakari sana. Ila inatakiwa nifanye hivi kwa maendeleo ya garage yangu na sio binafsi. Alijisemea binafsi Zamrata na alimuita Juma na kumwomba mpeleke kwa Hamadi. Kweli walifunga garage na safari ilianza na Juma alimpeleka Madam Zamrata kwa Hamadi. Walifika nje waligonga na Hamadi alifungua mlango. Na ukweli ni ya kwamba hakuamini alipomwona madamu wake Zamrata akiwa kaongozana na Juma. "Karibuni ndani." "Asante." Na wote waliingia ndani na Hamadi
Alikuwa kimya na Zamrata pia alihisi aibu. Jamani, ngoja niwaacheni. Hamadi, mgeni wako huyo, mimi naondoka zangu. Aya. Madam, ngoja niwahi familia yangu na mimi mtaongea na mambo yote yatakuwa mazuri tu. Sawa. Juma aliondoka na wote walikuwa kimya. Kwanza samahani Hamadi kwa kuja kwako bila taarifa. Hakuna shida madam, karibu sana. Asante. Naomba unisamehe Hamadi kwa yote ambayo yalitokea. Pia naomba urudi garage. Hamadi alikaa kimya kwa muda. Hapana madam, kwa hilo utanisamehe, siwezi mimi tena kurudi garage. Hamadi jamani please. Usifanye hivyo, kumbuka tumetoka wapi. Hamadi alikaa kimya na kuashiria kuwa yeye msimamo wake ni ule ule na hatarudi garage. Zamrata alitafakari kwa muda na alijua akifanya mzaa, Hamadi hatarudi tena garage. Na hapo ndipo alipoona atumia udhaifu wa Hamadi. Alijua Hamadi anampenda na alimsogelea karibu na kumshika mkono wake. Tafadhali Hamadi, naomba urudi garage. Tunakuhitaji sana. Madam, naomba unipe muda nifikirie. Okay, sawa. Natumaini majibu yako yatakuwa ni mazuri. Priska akiwa zake anatoka sokoni jioni mida ile ili aweze kupika chakula cha jioni. Alipofika aliwaza amgongee Hamadi, amuulize kwamba yeye atakula chakula, lakini alishtuka mno baada ya kuona viatu vya mwanamke. Pale mlangoni kwa Hamadi. Mapigo ya moyo yalikuwa yanamwendea mbio na alihisi kukosa pumzi. Ghafla alijikaza na kwenda chumbani kwake huku akiwa amini kile alichokiona. Una maana Hamadi na mwanamke? Priska aliwaza huku roho ikiwa inamuuma mno. Alijisikia maumivu makali mno. Haya kwa ile Hamadi. Priska alishtuka aliposikia sauti hili na alikuwa kitandani kwake. Alikuwa amekaa na baada ya kusikia sauti aliinuka na kuchungulia dirishani. Alimuona Zamrata akiondoka na Hamadi akirudi ndani muda huo. Muda huo Priska naye alitoka na kusimama mlangoni na kuanza kumuita Hamadi huku akiwa na hasira mno. Hamadi. We Hamadi. Hamadi alitoka chumbani kwake huku akiwa na mshangao mno. Kuna nini Priska? Mbona unapiga kelele hivyo? Yule mwanamke ni nani? Eti nini? Na kuulizaje yule mwanamke ni nani? Yule aliyetoka chumbani kwako. Makubwa haya. Ina maana kila mgeni wangu anayekuja nikwambie Priska, wewe kama nani yani? Na wakati mahusiano na wewe mimi nilishakataa. Hebu achana na mimi. Cha kusaidia tu, yule ni bosi wangu garage na kaja kuniomba nirudi garage. Ala? Je, una swali lingine ambalo unataka nikusaidie? Alikaa kimya. Ni siku nyingine tena kwenye garage. Zamrata alikuwa ameshafika na wafanyakazi wake wote. Vipi madam, ulifanikiwa kumshawishi arudi garage? Nilijaribu kuongea naye mwanzo lakini ilionyesha kuwa alishakataa. Nilijitahidi kumshawishi na akasema atafikiria. Sijui kama atarudi au ndo kashakataa hivyo. Acha tuone. Muda ule Zamrata alitulia kama kawaida yake chini ya mti alipokaa. Huku kazi zingine zikiwa zinaendelea, Zamrata akiwa ametulia hakuamini macho yake alipomwona Hamadi amekuja kwenye garage. Hamadi alifika kwenye garage na kuwasalimia wenza wake na moja kwa moja akaenda kwa Zamrata. Habari madam. Safi, karibu Hamadi. Asante. Hamadi alikaa kwenye kioo kituko pembeni na Zamrata. Nimekuja kukupa jibu lako kuhusu mimi kuendelea na kazi au la. Zamrata alivyosikia hivyo, mapigo yake ya moyo yalimwenda mbio, huku kijasho chembamba kikimtoka akimwangalia Hamadi usoni. Nimekuja kukuambia kuwa nitaendelea na kazi na hapa garage. Jamani, asante Mungu. Zamrata alifurahi mno na alishinda kuzuia furaha yake. Na aliwaita wakina Ali na kuambia kuwa Hamadi atarudi kazini na wao wakafurahi mno. Masiku kadhaa yalipita na kazi iliendelea kama kawaida na siku hiyo mchumba wa Zamrata, yani Rashid, alikuja kumwona Zamrata hapo gereji. Alikuwa na gari lake lakini alishangaa mno kumwona Hamadi. Imekuwaje Hamadi kurudi kwenye garage wakati ulishamfukuza? Na istosha uliniambia ameshawahi kukutongoza. Sasa iwaje namuona hapa kazini kwako? Nikueleweje Zam? Mimi nimeona ni bora nimrudishe Hamadi tu hapa kazini kwa sababu alikuwa anafanya kazi vizuri sana. Kazi zake huwezi kulinganisha na kazi za mtu mwingine yeyote. Wewe mwenyewe ni shahidi wa hilo. Sio kweli Zamrata, watu wapo wengi, ungeendelea kutafuta, ungepata mwingine. Hebu niache kwanza Rashid. Kwanza hii ni ofisi yangu. Sio ya kwako, si unafahamu hilo? Kama nani na kushirikisha wewe? Ni nani wewe mpaka unataka kuniingilia kwenye maamuzi yangu?
alisema Zamrata kuwa akiwa na hasira mno. Rashid aliondoka zake. Yaani mijitu mingine sijui ikoje, ili mradi tu ikutoe kwenye mood. Hatimaye ni majira ya jioni sasa na wakiwa na karibia kufunga, alikuja Priska mpangaji mwenzie Hamadi. Alifika na kumsalimia kwa sauti nyororo, alimsalimia pia Zamrata. Priska alikuwa kavalia suruali na t-shirt, alikuwa ameumbika mno na kale karangi kake. Hamadi alishangaa kumwona pale Priska, alimshika mkono na kumvuta pembeni. Kitendo hichi kilimshtua sana Zamrata. Ina maana yule binti ni mgeni wa Hamadi? Alijiuliza Zamrata bila kupata majibu. Wewe, umefuata nini hapa kazini kwangu? Natoka lini tunafuatana hivi? Nimekufuata wewe jamani Hamadi. Na kuanzia leo takuwa nikirudi tutakuwa tunarudi wote nyumbani. Nikitoka kazini na kupitia alafu tunaondoka wote. Hebu acha ujinga wewe. Mbona uko hivyo Priska? Ndio hivyo. Oya, wewe Hamadi, hebu njoo tumalizie hapa tufunge. Huyo shemeji utaenda kuongea naye huko nyumbani. Hamadi alibaki kumwangalia Priska kwa hasira na alienda kuendelea na kazi. Zamrata muda huo aliingiza kiti chake ndani. Haya jamani, kesho mimi naondoka zangu. Sawa. Zamrata alipiga hatua na akapita pale alipo Priska na wakaangaliana usoni. Priska alimkumbuka vizuri Zamrata kuwa ndio mwanamke aliyekuja ile siku kwa Hamadi. Kumbe ni bosi wake vizuri. Alijisemea Priska kimoyomoyo. Zamrata alirudi kwake na ni majira ya usiku sasa na alikuwa ameshika simu yake, lakini alijihisi kuna kitu hakipo sawa ndani ya moyo wake. Hivi ina maana yule binti ndio mchumba wake Hamadi? Alijiuliza na kuinuka kitandani na kuanza kutembea tembea chumbani. Bana, atajua mwenyewe, kwani mimi wa nini sasa huyo Hamadi? Alijisemea Zamrata na kupanda zake kitandani ili alale. Siku nyingine tena ndani ya garage, Zamrata alikuja akiwa kapendeza sana hiyo siku. Alijipodoa na kupendeza na haikuwa kawaida yake yeye kujipodoa, hadi wafanyakazi wake walishangaa mno. Hamadi alizidi kuvutiwa na Zamrata ila alimezea tu mate. Maendeleo ya garage ilianza kubadilika na wateja walianza kumiminika kama mwanzo. Biashara ilikuwa inaenda vizuri mno. Kama kawaida muda wa jioni ulifika, Zamrata alijiandaa ili aweze kuondoka, lakini alishangaa ghafla na muona Priska anakuja. Yaani haka kasichana haka sikapendi, hebu kaone. Alijisemea Zamrata ndani ya nafsi yake. Priska leo alipika pilau na aliletea pale garage na alikuwa ameweka nyama kama zote. Wewe, shemeji huyo. Wakina Ali waliacha kufanya kazi na kukaa chini na kuanza kula. Walikula pilau hadi Hamadi pia alikaa na kuanza kula. Hamadi alisema, "Ila pilau umepika saa ngapi?" "Priska, ujiende kazini wewe." "Nimewahi kurudi leo." Zamrata aliwafuata pale pale walipokuwa wanakula. "Kwa hiyo siku hizi wafanyakazi wangu mnakuwa mnaletewa chakula mnakula, si ndio?" "Haya, na wewe Hamadi, alikwambia kwa hapa garage unaweza kumleta hata mwanamke wako ni nani?" Madam, mbona muda huu ni muda wa kutoka kazini? Ni saa 1 sasa. Na muda umechelewa sana. Tumechelewa sana kutoka leo. Sijui imekuaje." Zamrata alivyosikia hivyo akawa hana maneno tena na alijishtukia na kuanza kuondoka huku akimwangalia Hamadi usoni na Priska. Aliamua kuondoka zake. Sasa nini tena? Yaani mtu akikutongoza hutaki. Akileta demu yake unaanza kukuta maneno kibao. Jamani. Kwani nyie bado hamjamuelewa madam vizuri jamani? Yaani yeye tayari yule anampenda vizuri tu Hamadi. Na anaumia sana tu Priska anapokuja hapa kwenye hii garage. Hamadi akasema, "Yaani hawezi kunipenda, mbona ameshanikataa?" "Kweli mimi nakwambia hivyo." Zamrata alitoka pale huko machozi akiwa anamlengalenga. Alifika kwake na kwenda bafuni na alienda kuoga. Alivaa night dress na kutoka zake sebleni, alimkuta Janet anaangalia tamthilia. "Dada, chakula tayari kipo mezani." "Sawa, pia kuna kitu nimefikiria. Nimeona Jumapili nitapika chakula, nitawalika wafanyakazi wangu wa garage." Sawa, ni wazo zuri sana dada." Siku iliyofuata garage, Zamrata aliwaambia wafanyakazi wake kuwa Jumapili waje na wapajue kwake. Walifurahi mno na ilikuwa Ijumaa. Jumapili ilipofika na kweli walienda kula chakula na Zamrata aliwaandalia pilau, ndizi pamoja na nyama pamoja na juisi ya matunda aliyosaga yeye mwenyewe. Chakula kilikuwa ni kitamu sana, kilichokuwa kimejaa nyama nyingi sana. Walikula na walifurahi mno. Muda wote Zamrata alikuwa anamjali sana Hamadi na kila mtu aliona hilo na hakuacha kumwangalia usoni. Dan, Ali na Juma walibaki wakikonyezana tu. Hatimaye siku iliisha na kila mtu alirudi kwao. Zamrata alimwaza sana Hamadi na sasa alianza kumpenda taratibu
na alianza kumsahau kabisa mpenzi wake Rashid. Hamadi pia alijikuta anazidi kumpenda Zamrata, ila aliogopa kumwambia yasije akajirudia yale yale. Dani akasema, si ndo tunakwambia yule madam anakupenda Hamadi, afu sasa hivi ukimwambia tu hawezi kukaza hata kidogo. Wewe lini tulienda kula pilau kwake? Ni kwa sababu tu yule aliona wivu pale Priska alipoleta chakula. Nakwambia kweli Hamadi. Wakawa wanacheka. Wote walicheka kwa pamoja. Umenikumbusha. Mbona siku hizi shemeji yetu Priska aje? Nimwambia asije kwanza. Kwa nini sasa? Nimeona madam apendi ujio wake. Mwambie tukimizie pilau letu mbali. Na kwanza, kwani anamfuata yeye? Hamadi akasema, alafu nyie hamjui tu, mimi Priska sio mwanamke wangu, ni rafiki tu. Ila yeye ndo analazimisha, yeye anataka mambo kibao kutoka kwangu, lakini mimi nimeshamkataa. Mwone tunanichekesha kweli. Yaani utamkataje malkia kama yule? Huyo Priska ni mpangaji mwenzie, Juma alisema. Si ndio vizuri, yaani angekuwa nakula vyombo humo tu. Waliendelea kupiga story huku wakiendelea na kazi. Masiku kadhaa yalipita na siku hiyo Hamadi alikuwa anaumwa sana. Aliumwa takriban wiki nzima na hakutokea kazini, na alimwambia Juma na kaenda kumwambia madam, na wote walienda kumuona kasoro Zamrata. Na siku hiyo alipotoka kazini hapo gereji, aliona ni heri apitie kwa Hamadi, kwani alikuwa anapajua. Upande wa Hamadi akiwa yupo zake chumbani, alikuja Priska kumletea chakula. Ilikuwa ni mida ya saa 1 hivi, na Priska alimpikia Hamadi mchemsho wa ndizi ya utumbo. Wakiwa wote chumbani, Priska kawa anasema, kula Hamadi basi, si unajua kuwa umemeza dozi ya UTI na malaria? Yaani Priska hata sijisikii kula kabisa mwenzio. Kama vipi wewe weka tu hapo, mimi nitakula baadaye. Muongo Hamadi, jana ulisema hivyo ukaacha chakula. Sasa utaishije bila kula? Ngoja nikulishe basi. Haya, fungua mdomo. Priska alichukua kijiko na kuanza kumlisha Hamadi. Na muda huo mlango wa Hamadi uligongwa na hakujua ni nani ambaye alikuwa anagonga, maana hakuongea. Ingia tu, mlango uko wazi, alijibu Hamadi, na hakuingia mwingine zaidi ya Zamrata, uso kwa uso na Priska akiwa anamlisha Hamadi. Zamrata alikuwa na tabasamu, lakini tabasamu lote lilipotea baada ya kuona kuwa Hamadi yuko na Priska. Akajua kuwa hawa basi ni wapenzi. Madam, karibu. Hamadi alijikuta amepata kigumizi cha ghafla. Zamrata alishindwa kuendelea kukaa pale, alitoka nje na kuanza kuondoka zake. Hamadi naye hakukaa, alimkimbilia nyuma. Madam, subiri kwanza, subiri. Hamadi alisema huku akiwa anahema na kumkimbilia Zamrata. Ukizingatia bado alikuwa hajakaa sawa na bado alikuwa anaumwa. Sikia nikwambie madam, samahani. Samahani ya nini? Kwa kunikuta na mwanamke. Nisamehe mimi kwa kuja bila kutoa taarifa. Nimewapisheni na sio kwa ubaya. Zamrata aliongea na kana kwamba hakuna kitu ambacho kilitokea. Hadi Hamadi mwenyewe alimshangaa mno na kujiwazia ndani ya moyo wake. Ina maana nimewaza vibaya, kumbe madam hanionei wivu hata kidogo. Alijisemea ndani ya moyo wake Hamadi. Hamadi? Ni sawa. Vipi lakini unaendeleaje? Naendelea vizuri madam. Sawa, kwa heri. Zamrata alijikaza kisabuni na kuondoka zake, huku Hamadi akibaki njia panda. Asielewe Zamrata yuko upande gani, kama anampenda au hampendi. Kitendo hicho kilimkosesha kabisa raha Hamadi na kurudi ndani akiwa ni mnyonge kabisa. Ina maana wewe na huyo madamu wako ni wapenzi? Mbona katoka vile? Natamani hilo, yani natamani sana hilo ambalo umelisema. Ila ndo hivyo, haipo kama unavyofikiria wewe. Eti nini? Unampenda yule mwanamke? Ana uzuri gani kunipita mimi? Eti Hamadi. Priska, sitaki kelele, naomba upe chakula chako na utoke sasa hivi. Priska machozi yalianza kumtoka na alitoka na chakula chake. Ndio naondoka. Mwangalie mwanaume gani kwanza? Yaani hauna hata shukrani. Vyote hivi ninakufanyia na bado huoni. Alitoka huku akiwa analia sana Priska. Zamrata alirudi kwake na kufika chumbani. Alilia sana, aliumia kwa kumkuta Hamadi na mwanamke mwingine. Ni siku nyingine tena ndani ya garage, na siku hiyo Hamadi hakuwa na furaha kabisa, japo alikuwa ameshamaliza dozi na kuendelea vizuri, na wenzie waliona hilo. Hamadi, shida nini? Mbona kama huna raha kabisa? Anyway, acha tu. Wewe mnasema Madam Zamrata ananipenda. Wapi? Alikuja na ilivyokuwa jamani. Aliwadisia wale wenzie jinsi ilivyokuwa na walishangaa mno.
Una maana kupendi hata kidogo? Yaani kwa kawaida alitakiwa kuonyesha hata wivu kidogo. Yaani ndio kinachonikosesha furaha. Yaani nilijua ndio napata nafasi ya kumpenda lakini wapi. Pole bro. Wote walimpa pole na kumhurumia Hamadi kwani walijua jinsi gani anavyompenda Zamrata. Mimi nina mpango. Mnajua dawa mwanamke kama hawa wanajifanya wanabana hadi penati. Mpango gani huo Juma? Juma alimnong'oneza Hamadi. Muda huo Madam Zamrata aliingia na kusalimia na kutumia kiti chake kama kawaida. Alikuwa anajiandaa kwamba anaondoka. Hamadi, unazingua sasa. Hadi madam wako anataka kuondoka. Mbona afiki tu huyo Priska? Nimempigia tena, akasema yupo karibu na hapa ashafika. Muda huo Priska alifika na kusalimia. Huku akiwa haamini kama Hamadi kweli alikuwa amemuita muda ule. Hamadi, Priska alimuita na kuacha tabasamu pana. Wow, Priska. Hamadi alimkumbatia Priska kwa nguvu. Priska hakuamini macho yake. Zamrata alihisi miguu kutetemeka, nusu adondoke, huku mapigo yake ya moyo yakienda mbio. Akiwa haamini macho yake kile kitu ambacho anaona. Alienda hadi pale walipo. Hamadi, na mazungumzo nawe kidogo. Hamadi alishtuka mno na wote walishangaa. Nifuate sasa hivi. Zamrata alitangulia na Hamadi alimfuata nyuma. Priska alibaki roho inamuuma. Alijua leo ndo watalala na Hamadi maana sio kwa mapenzi yale ambayo alikuwa anamuonyesha. Zamrata alisimamisha pikipiki na akapanda akamwambia Hamadi naye apande na wakaondoka pamoja. Priska alijikuta anapatwa na hasira mno na aliondoka muda huo huo. Aliona kama vile amepeperushiwa njia yake. Ali akasema, Juma ushamponza mwenzio, sijui kama ataachishwa kazi huko. Juma alikaa kimya, hakuwa na la kusema na alivurugwa mno. Je, kama analosema Ali litakuwa ni la kweli, atamwambia nini rafiki yake Hamadi? Na Zamrata aliigiza bia moja na kumtaka Hamadi pia anywe. Ila Hamadi alikataa na kuagiza soda tu. Zamrata alikunywa chupa mbili bila kusema chochote. Aliendelea kunywa na baada ya hapo pombe ilikuwa ishakolea kichwani. Yaani wewe ni mshamba kweli. Yaani hutaki kunywa bia? Hamadi hakusema kitu. Alikuwa anamwangalia tu Zamrata usoni kwani alikuwa anampenda mno na ndiye mwanamke aliyempenda. Alimpa nafasi kubwa sana katika moyo wake. Na sio Priska. Mbona niangalia hivyo muda wote? Yaani muda wote kwani mimi nina mavi usoni? Zamrata aliongea kwa rafudhi ya pombe na Hamadi aliona aibu. Ameshtukiwa, akaangalia pembeni na kujifuta uso. Inatosha sasa Zamrata, tuondoke. Hapana, bado haijatosha. Nataka ninywe mpaka asubuhi hapa. Zamrata mkono na aligoma kwa sababu alikuwa hataki kuondoka. Pombe zilimzidia kichwani. Hamadi akaona isiwe tabu. Akambeba alikodi taksi hadi nyumbani kwa Zamrata. Na walishuka na Hamadi aliingia mle ndani. Ilikuwa ni muda wa saa 6 hivi usiku. Subiri kwanza, usigonge hodi, alisema Zamrata na kuanza kumwangalia Hamadi usoni kwa hisia mno. Kwa nini Zam? Hamadi akajibu kwa upole huku akimwangalia sana Zamrata usoni. Hamadi, kwa nini unanionyeshea? Na kuonyeshea nini? Na kuonyeshea nini tena? Eti Zam, unanionyeshea yule mwanamke wako, unadhani mimi siumii? Naumia Hamadi, mimi pia nina wivu. Au unahisi sikupendi? Nakupenda Hamadi. Maneno haya yaligonga kwenye kichwa cha Hamadi hadi kwenye mapigo ya moyo. Hakuamini kama hayo maneno yanatoka kwa Zamrata. Alihisi alikuwa na usingizi. Nakupenda Hamadi. Ngoja ukalale, kesho utakuwa sawa. Hapana Hamadi, namaanisha mwenzio. Naongea nikiwa na akili timamu. Mimi sio kuwa mnielewa. Hapana. Jua ile Hamadi, nakupenda sana. Hamadi bado alibaki na mshangao, hakuamini macho yake. Niambie, je, unanipenda Hamadi? Zamrata alimuuliza Hamadi huku chozi likimdondoka hadi shingoni huku akimwangalia usoni Hamadi. Alishinda kujizuia na kumpiga denda Zamrata na walianza kunyonyana mate pale muda mrefu sana. Janet alifungua geti na ndipo Hamadi alimwachia Zamrata. Shikamoo. Marhaba. Janet aliamkia na Hamadi alitikia. Hamadi, tafadhali usiondoke. Twende tukalale wote. Hapana Zamrata, nenda kalale, tutaongea kesho. Janet, msaidie dada yako ukampeleke ndani na kisha unafunga geti. Sawa. Alitikia Janet. Hamadi aliondoka zake na kurudi getoni kwake. Alimkuta Priska ameshalala. Zamrata alienda kuoga na kulala huku akikumbuka busu la Hamadi. Ni siku nyingine tena ndani ya garage na siku hiyo Zamrata alichelewa kufika.
Hamadi alifika lakini wenzie walikuwa wameshatangulia muda tu. Juma akasema, Hamadi vipi? Eti umefukuzwa kazi? Maana nina wasiwasi sana. Na hivi umechelewa kuja ndo kabisa? Hapana bana Juma. Dani akadakia, tuambie basi. Jana kilitokea nini? Yaani mlivyoondoka hapa na madam. Bana. Yaliyotokea jana ni mambo ya moto. Tuambie sasa. Wote walikaa kimya kumsikiliza Hamadi na alisimulia kila kitu. Bwana. Madam kaachia, hongera sana mwanito. Juma akasema, mpango wangu umetiki. Hongera sana Hamadi. Dani akasema, ila jamaa umezingua. Ungeenda kushenyeta huko, yaani ungemalizana naye kabisa. Hamadi akasema, hakuna bwana. Kwanza hapa mwenyewe siamini, nahisi ni akili ya pombe tu. Acha tuone. Zamrata alikuwa anaingia muda huo na wote walijifanya wako busy sana na kazi kama waoni vile. Zamrata alisalimia kila mtu akiwa na aibu. Alikaa kwenye kiti chake kama kawaida na Hamadi hakutaka kumshobokia kabisa. Zamrata muda wote jicho lipo kwa Hamadi akimwangalia na jifanya yuko busy sana na nazoga. Hatimaye muda wa kazi uliisha na kila mtu aliondoka zake. Zamrata alifika kwake, usingizi ulikuwa hautoki. Akimuwaza sana Hamadi, akaona isiwe shida. Akavaa kijora chake na mtandio na kumfuata Hamadi usiku ule ule. Hamadi akiwa amelala zake akiwa na boxer tu, huko mawazo yote akiwa kwa Madam Zamrata. Alikumbuka jinsi walivyopiga lile busu. Akiwa anaendelea kuwaza, alishtuka baada ya mlango wake kugongwa na alivyoenda kufungua alishangaa sana baada ya kumwona Zamrata. Kuna nini madam? Mbona usiku sana? Kwa hiyo ndio hutaki kunikaribisha au? Alisema Zamrata na Hamadi hakuwa na namna, ilibidi amkaribishe tu ndani na akafunga mlango. Zamrata alikaa kitandani. Kuna joto sana humu ndani kwako. Zamrata alisema hivyo na kuanza kuvua mtandio wa dera lile ambao alikuwa amevaa na mwishowe akavua dera na kubaki na nguo ya ndani. Hamadi, niangalie. Hapana madam. Mwishowe Hamadi akamwangalia. Hamadi alimwangalia Zamrata huku akiwa na hali mbaya sana ya kuhitaji yale mambo. Hamadi, mimi nakupenda kweli, nakupenda mwenzio. Hii sio pombe, na maanisha toka moyoni. Naomba uruhusu moyo wako nipokee. Nakupenda pia Zamrata, nakupenda sana. Walianza kupigana mabusu. Toka hapo penzi la Hamadi na Zamrata lilikuwa ni la kunoga sana. Priska alishinda kuendelea kukaa pale, roho ilikuwa inamuuma na kila alipomwona Hamadi na Zamrata, yaani alikuwa anajisikia vibaya sana. Na kumwomba radhi kwa yale yaliyotokea na kumwomba kwamba waoane. Alipiga goti pale hotelini na kutoa pete ya uchumba ili aweze kumvalisha Zamrata. Hapana Rashid, umeshachelewa. Tayari na mtu wangu na tunapendana sana. Siwezi kumwacha Rashid. Rashid roho ilimuuma sana, yeye akainuka. Yaani Zamrata, wewe ni mwanamke mpumbavu sana. Yaani umenikataa mimi na kumpenda mfanyakazi wako wa garage. Kumbe wewe ni chizi. Nilijua kwa vile umesoma basi ungekuwa na akili. Kumbe ni zero brain. Oh, okay. Kumbe wameshakwambia tayari. Basi ni vizuri na habari ndio hiyo. Bora ugali dagaa kwenye amani kuliko nyama kwenye vita. Zamrata alimaliza kuongea hivyo na kuuliza yake kwa mdogo wake Samila ambaye alimkuta amesharudi likizo. Shikamoo dada. Marhaba, vipi masomo yanaendaje? Yanaenda vizuri dada. Dada, uje nimepamisi sana garage. Kesho naomba twende wote. Yaani wewe upumziki? Haya, tutaongozana. Hatimaye siku nyingine tena na Hamadi aliwaambia wenzie kuwa anataka kumfanyia surprise Zamrata na wote walikubali. Zamrata alifika pamoja na mdogo wake Samila. Alishangaa kutokumwona Hamadi pale garage. Akawauliza wakina Juma, wakasema hajui alipo. Alimpigia simu lakini simu ilikuwa ipatikane. Zamrata alichanganyikiwa mno. Au Rashid atakuwa akamteka Hamadi wakaenda kumfanyia kitu kibaya. Zamrata aliwaza na kuwazua, alichanganyikiwa mno hadi mdogo wake Samila aliliona hilo na alibaki kumwangalia tu dada yake. Uje niende nikamwangalie kwake. Samila, hebu nisubiri hapo hapo. Juma akasema, hapana shemeji, wewe tulia tu hapa. Atakuja na kama tukiona vipi tutaenda kumfuatilia sisi. Kweli? Ndiyo. Zamrata alikaa lakini hakuwa na amani hata kidogo. My love. Alisikia sauti ikitokea nyuma na alipogeuka nyuma hakuamini macho yake. Alikuwa ni Hamadi. Aliinuka na kwenda kumkumbatia kwa nguvu. Alishindwa kuzuia hisia zake. Upo salama mpenzi wangu? Nipo salama my love. Hamadi alipiga goti na kutoa pete.
Wow, jamani mpenzi. Zamrata, upo tayari kuwa mke wangu? Nataka nikuoe. Ndiyo, nipo tayari. Nipo tayari kuolewa na wewe Hamadi. Aliinuka na wakakumbatiana na wakina Dani walifurahi sana. Siku hiyo hawakufanya kazi, garage ilifungwa na wakaenda beach na kubalizi upepo huku wakitafakari kuhusu ndoa yao. Jioni walirudi kwao na Zamrata akiwa na Samila na msichana wake wa kazi wa pale sebleni. Hongera dada kwa kumpata shemeji mzuri, aliongea Samila huku akimwangalia dada yake usoni, huku kidole cha Zamrata kikiwa kimemetameta kwa pete ya uchumba ikiwa bado mpya kabisa. Asante. Yaani kwa mara ya kwanza dada yangu na kuona najisikia kupendwa na wewe. Ni kweli mdogo wangu, yaani sasa hivi ndio nasikia raha ya kupendwa na mimi napendwa na ninampenda sana Hamadi. Wakaishia hapo. Masiku kadhaa yalipita na maisha mengine yaliendelea, na siku hiyo Zamrata alitembelewa na shoga yake hapo garage aliyeitwa Mariam. Karibu shoga yangu Mariam. Asante Shosti. Hongera kwa garage kwenda vizuri na kumpata mume. Yaani huna baya Shosti. Haya bana, ngoja nimuite shemeji yako umuone kama unajua kuchagua. Ndugu yangu, ili mradi wewe unampenda shoga yangu, mimi sina tatabu. Zamrata alimuita Hamadi na kumtambulisha rafiki yake Mariam. Walisalimiana na Hamadi alienda kuendelea na kazi. Wewe Zamu wewe, huyu kaka umejuana naye wapi? Mariam alisema huku uso ukiwa umebadilika hadi Zamrata akaogopa pia. Kwa nini Mariam? Shosti, mimi na wewe tumetoka mbali, toka enzi za kidato huko. Siwezi kuficha. Ingekuwa ni mtu ningekausha, ila wewe ni ndugu yangu. Mbona sikuelewi Mariam, una maana gani? Kama unavyojua mimi shoga yako ni mtu wa kusafiri. Nakumbuka kuna siku nilienda Songea, nilikuwa na bwana wangu mmoja hivi. Alikuwa na gari, ilikuwa limeharibika. So ikabidi tukodi guest karibu na maeneo ya karibu. Tukakaa pale karibia wiki, tukawa tunaenda kufuatilia hadi ilipopona. Na bosi wa hiyo garage ni huyu mkaka, anasemekana ni mkewe, tena wa ndoa. Sasa nashangaa leo kumuona hapa, tena unasema ndio unataka kuoe. Hapana, mimi nachoka mwenzio. Zamrata alihisi kuchanganyikiwa baada ya kusikia maneno ya rafiki yake Mariam. Sio kweli bana, Mariam, utakuwa umemfananisha. Hamna Zamrata, hebu nisikie. Sijamfananisha hata kidogo, nina uhakika kabisa ndio yeye. Huyu kaka kwao ni bosi. Tena yani ni bosi mkubwa sana. Pale Songea kuna garage ya pikipiki na magari. Zamrata mapigo moyo yakaenda mbio, alihisi kuchanganyikiwa. Cha msingi wewe tafuta muda umuulize kwa utulivu akwambie vizuri. Na kwa nini asikwambie ukweli kama ana mke? Hapana, siwezi kusubiri zaidi. Mariam, naomba muite sasa hivi maana mimi hata nguvu ya kumuita sina. Mariam alimuita Hamadi na baada ya muda kidogo Hamadi alifika. Niambie my love. Hamadi hakumalizia hata kusema neno vizuri, alishangaa kumwona Zamrata akiwa kabadilika ghafla na akawa kama mwenye hasira na jazba. Niambie wewe ni nani na umefuata nini kwenye maisha yangu? Alisema Zamrata huku akiwa na jazba mno. Zamrata, mbona sikuelewi? Ni maneno gani hayo unaongea? Mariam akasema, sikia nikwambie shemeji, ipo hivi. Wewe nakujua, nilikuona Songea. Mariam alimhadithia kila kitu Hamadi ambaye hakuamini masikio yake, na muda huo Zamrata alikuwa analia tu. Dan, Juma na Ali walisogea karibu na walisikia kila kitu ambacho kilikuwa kinazungumzika na walishangaa pia. Je, ni kweli una mke Hamadi? Ulinidanganya siku yote hizo? Ngoja nikuhadithie Zamrata, ni story ndefu. Mke nilikuwa naye lakini nilimfumania na mdogo wangu na ndio chanzo cha mimi kuja mjini. Niliondoka nyumbani na kwa hasira mno. Hadi leo hii hawajui niko wapi. Hamadi alimalizia kusimulia huku akiwa analia pia kwa uchungu mno na kupiga magoti. Zamrata, naomba unisamehe mke wangu. Nisamehe mama yangu. Nilipanga nije kukuambia siku moja. Muongo we Hamadi, inatosha sana. Naomba uchukue kila kilichokuwa cha kwako na uondoke, na sitaki kabisa nikuone tena katika maisha yangu. Tapeli wa mapenzi wewe. Wewe unakunifanyia mimi hivi? Unaniumiza Hamadi. Hamadi aliinuka na kuondoka zake na Zamrata alilia sana na kurudi kwake pamoja na shoga yake. Shoga yake huyo alimsindikiza hadi kwake akiwahadithia Samila na Janet na walibaki kuwa na midomo wazi. Hawakuamini kile walichoambiwa. Ni heri nirudi kwa Rashid wangu tu anioe. Ni heri. Mariam akasema ni kweli Shosti. Juma akasema, yani hili lina maana sana leo. Sijui limetokea wapi yani. Kaja kuchafua hali ya hewa. Yani yeye kuja tu siku moja karibu kila kitu. Yani Hamadi karudi pale pale tena. Hebu tuendeni kwa Hamadi asije akawa anajinyonga bure yule.
Walifunga garage na kwenda kwa Hamadi, lakini walimkuta Hamadi kabeba begi lake la mgongoni na alikuwa anafunga mlango na kufuli. Dan, Ali na Juma walifika. Mbona mabegi? Afadhali umekuja Juma, nilitaka nikupitishie funguo. Hamadi, mbona unakuwa na mambo ya kitoto wewe? Juma, nadhani wote mmeshuhudia kilichotokea muda ule kati ya mimi na Zamrata. Hivyo basi sina budi wala ulazima mimi kuendelea kuwepo hapa jijini Dar es Salaam. Nadhani wakati sahihi sasa na mimi kurudi kwetu Songea. Juma, chukua hii funguo, godoro na hivyo vyombo utachukua. Na godoro utawapa wadogo zako walalie. Ila nampenda sana Zamrata. Tena sana, na ningependa nisamee pia. Ila nitafanyaje? Juma alimkumbatia kwa nguvu Hamadi na wote walikumbatiana pia kwa nguvu na walimsindikiza hadi stendi na kuondoka zake na kwenda zake Songea. Zamrata hakutokea garage wiki nzima na alimtafuta Rashid na kumwambia amuoe, na ndoa ikarushwa hadi mtandaoni ikatangazwa siku hiyo hiyo. Na siku hiyo alienda garage. Juma, vipi rafiki yako? Karudi kwenye kuuza maji? Hapana, aliondoka toka siku ile ile na kuna kitu aliniambia nikwambie. Kitu gani hicho? Kasema umsamehe na nakupenda sana na natamani siku moja muyamalize yaishe. Aende mbele atulie tuko kijini kwake. Naambia unataka kuolewa hivyo? Nimekuja tu hapa nimtafutie mtu ambaye atakaa nafasi ya maji. Umtafutie fundi mzuri sana. Sawa madam. Sasa mwandishi anatuingiza jijini Songea. Hamadi alirudi kwenye gereji yake na Musi pamoja na wafanyakazi wengine walifurahi kumuona. Hata watu ambao walikuwa wanamzunguka walifurahi kumuona na walimsifia kwamba Dar es Salaam alikuwa amempenda mno. Aliporudi nyumbani kwake hakumkuta mkewe na alikuta barua kuwa ameamua kuondoke waende kijiji cha jirani kuanza maisha yeye na mdogo wake Eric, kwani waliona aibu. Kijini hapo waliambiwa kwamba wao walimuua Hamadi, lakini Hamadi alijikaza na aliendelea na maisha yake na kufufua miradi yake. Akaja kupata pigo lingine, yani Zamrata anaolewa, ndo kilichomchanganya kabisa. Jijini Dar es Salaam. Siku ya harusi watu walikusanyika na Zamrata pamoja na Rashid walikuwa wanauana. Sheikh alifika na kumuuliza Zamrata ya kwamba je, Zamrata amekubali kuolewa na Rashid katika shida na raha? Hapana, sijakubali. Jamani. Hebu tushangae kidogo. Mashahidi walishtuka na Zamrata aliinuka muda huo huo. Alishikilia shara lake na kukimbilia nje na watu walishangaa mno. Alimfuata moja kwa moja Rashid ambaye alikuwa amekaa kwenye mkeka ili auzeshwe. Aliinuka na kumshangaa Zamrata. Naomba nisamehe Rashid. Nisamehe sana. Nimeshindwa kukupenda tena. Nampenda sana Hamadi. Nampenda Hamadi peke yake. Nimeshindwa kulazimisha moyo wangu kupende tena. Nisamehe Rashid. Zamrata aliongea huku machozi yakimwagika na kuvuruga makeup yote ambayo alikuwa amepaka usoni. Rashid alifunga macho huku machozi yakimtoka. Maneno ya Zamrata yalikuwa ni kama kisu kikali ambacho kilikuwa kimechoma kwenye moyo wake bila hata huruma. Sawa Zamrata, nimekuelewa na nisiendelee kukulazimisha kuolewa na mtu ambaye huna hisia naye. Ukizingatia utaishi maisha ya mateso tu, utateseka. Na kuomba umfuate Hamadi popote alipo na umwambie hilo. Naamini yeye bado anakupenda sana. Usiku Zamrata akiwa ametulia, alimuita rafiki yake Mariam na kuongea naye. Mariam, kesho naomba tuende kwa Hamadi. Siwezi kuendelea kumsubiri. Siwezi kuendelea kudanganya moyo wangu na wakati najua kuwa nampenda sana yule mwanaume. Shosti, Songea unajua ni mbali sana. Haijalishi Mariam. Haijalishi umbali uliopo. Ninachojua mimi kwamba namfuata mtu aliyeshika moyo wangu. Basi, na nipo tayari kugharamia kitu chochote kile. Kweli umeamua Shosti. Siku iliyofuata Zamrata alichukua nguo baadhi na kuweka kwenye begi kwa ajili ya safari na kumfuata Hamadi. Alienda shoga yake Mariam. Pale nyumbani alimwacha Janet na Thamila. Walitoka alfajiri na kwenda kupanda mabasi ya Sirio Express ambayo yanafanya safari ya kutoka Dar es Salaam na kwenda Songea kupitia njia ya Lindi. Hatimaye walifika majira ya usiku wa 2 huku akiwa hoi taabani. Na hii sehemu yenyewe ni hii hapa. Mariam alisema huku akiwa hoi amejishikilia kiuno chake na alikuwa na mwili mkubwa. Zamrata alikuwa amechoka sana, alikuwa na shauku kubwa sana kumwona mpenzi wake Hamadi. Walimkuta mtu anamalizia kufunga pale kwenye garage, japo ulikuwa kuna taa hafifu, lakini Zamrata aligundua kwa yule alikuwa ni mpenzi wake Hamadi hapo gizani. Hamadi aliita Zamrata na ni kweli alikuwa ni Hamadi.
Aligeuka na Hamadi hakuamini alipomwona mpenzi wake Zamrata. Alihisi miguu ikimwishia nguvu. Zamrata, Hamadi. Zamrata, ni wewe? Zamrata alitupa begi lake la mgongoni na kumkimbilia Hamadi. Hamadi alimshika Zamrata mikono na alimuona akiwa kachora kwa ajili ya ndoa. Alichora piko. Ushaolewa Zam? Eti Zam wangu, umeniacha mama? Hapana mpenzi, mimi sijaolewa, alijibu Zamrata huku akitoka na machozi. Hamadi pia machozi alimtoka na alimkumbatia Zamrata kwa nguvu na kuanza kumbusu na kumpiga denda. Nakupenda wewe mtoto. Zam wangu, nakupenda mno. Nakupenda pia Hamadi wangu. Hamadi alikaribisha kwake. Baada ya siku kadhaa Hamadi alirudi mjini. Wenzao walifurahia sana kumuona na kufunga ndoa na Zamrata. Aliondoka kijijini huku akiwa ameshatengeneza mazingira mazuri ya Ela na ilikuwa inaingia tu. Mjini alifungua garage nyingine Baada ya muda mwingine walibarikiwa kufungua garage nyingine pale pale jijini Dar es Salaam. Baada ya muda Hamadi na Zamrati walibarikiwa tena kupata mtoto wa kiume. Maisha yaliendelea kwa upendo na furaha sana. Na huu ndio mwisho wa simulizi yetu nzuri inayoitwa Mwanaume wa Garage. Simulizi hii imeandikwa na mwandishi Zamrata Bwana. Msimuliaji wako ni mimi Dada G kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment. Karibu tena kwenye channel hii nzuri kupata simulizi nyingi za kusisimua na kuelimisha.